Elisa Mwala anatusogezea hii hapa sehemu ya 10, mzigo mtamu wa kuitwa Aniela. Mimi naitwa Uncle J na hii ni Uncle J Simulizi. Sasa katika sehemu iliyopita ni pale ambapo Aniela anakabidhiwa picha, na zile picha alipozifungua, kusema ule kweli, alishtuka. Sasa tukaa tunajiuliza, zile picha zinahusu nini? Zile picha ni za nani? Na kwa nini Aniela ashtuke baada ya kuziona zile picha? Bora karibu sana tukapate kujua sehemu ya 10 nini hasa kilichoweza kuendelea. Karibu. Zilikuwa ni picha ambazo zinamuonesha Gerard akiwa kuna mkaka mdogo sana. Yule mkaka alikuwa anashuka naye kwenye nyumba fulani hivi ya udongo, na picha nyingine ilikuwa inaonyesha kabisa Gerard alikuwa amekaa na yule mkaka kwa nje hivi ya hiko kijumba. Walikuwa wako na mtu aliyekuwa amevalia kama vile mganga, kwa sababu yule mtu alikuwa yuko na matunguli. Lakini picha nyingine walikuwa wanakunywa dawa, yaani naona kabisa walikuwa wanakunywa dawa kwenye chungu kingine. Yule mkaka alikuwa amelala, ila Gerard na mganga walikuwa wamembeba hivi. Na picha zingine Gerard alikuwa anamchoma kisu yule kijana, huku mganga akawa anakinga ile damu kwenye chupa. Na picha nyingine ilikuwa ni Gerard anakunywa ile damu kwenye chupa, huku yule kijana alikuwa amelala pale na kisu tumboni. Kusema ule kweli, niliogopa sana. Picha nyingine yule kijana alikuwa anafunikwa na shuka jeupe, anapakiwa kwenye buti la gari. Gari ilikuwa ni ya Gerard. Nilishiwa nguvu, machozi yalinitoka. Sikuamini niko na mnyama kiasi gani. Sikuamini nimefunga ndoa na mtu wa namna gani. Pamoja na hizo picha kulikuwa kuna barua. Nikaichukua ile barua, na muda huo ndo Gerard yuko pale anatetemeka vibaya mno. Nikaisoma, na ile barua ilikuwa imeandikwa, hata uwe mfalme wa dunia huwezi kufuta maovu yako. Ulimuua mdogo wako bila hatia kisa madaraka. Wewe sio binadamu, wewe ni mnyama. Tunajua kila kitu chako. Swali ni je, maiti ya mke wako Maris kwa nini hukuionesha na ikaagwa kama vile ilivyokuwa desturi? Au naye ulimuua kama mdogo wako, ukanywa damu yake na ukamla nyama? Je, aliyezikwa kwenye lile kaburi ni nani? Huyo mwanamke wako wa Tanzania anajua kwamba anajua sana kuhusu wewe? Na endapo akiyajua haya yote, unadhani ataishia wapi kama sio kaburini? Gerard, tuko nyuma yako, tuko kama kivuli. Hili ni la kwanza. Bomu kubwa linakuja. Sasa amua, tulirushe mtandaoni au utafanya kile ambacho sisi tunakitaka. Tutawasiliana na wewe hivi karibuni kujua jibu lako, mheshimiwa muuaji. Huo ujumbe ndio ulikuwa unasomeka hivyo. Nilimaliza kuisoma ile barua, nikamrushia, na kisha nikasimama pembeni nikawa nalia kusema ule kweli. Sikuamini huyu mtu ni mkatili kiasi hiki, kumuua mdogo wake ili apate cheo, ili apate madaraka. Gerard alisoma ile barua na kisha akanambia, mke wangu, hii ni michezo tu. Hizi picha sio halisi. Hizi picha ni AI, picha za kutengeneza mke wangu. Zimetengenezwa ili kunichafua. Nikamwambia Gerard, una uhakika na hiko unachokisema? Inawezekana kweli kutengeneza picha za namna hiyo kweli Gerard? Gerard akaniambia ndio. Inawezekana kabisa kutengeneza kila kitu. Hata sauti yangu tu hii inaweza kutumika kutengeneza video za AI, na unaweza kuona mtu fulani kasema hivi au kafanya vile, ila sio kweli. Gerard alipozungumza hayo, nikasema, Gerard unanidanganya. Gerard unanidanganya, si ndio? Inawezekana vipi? Na nani anayeweza kufanya huo mchezo? Hapo msikilizaji, nilimchimba makusudi Gerard, maana hiko ndicho alichokifanya kwenye kwa Diego wangu. Gerard akasema, mke wangu, hebu niamini mimi. Watu wanafanya hivyo kwa sababu zao. Na mimi mke wangu, nakuhakikishia hilo mke wangu. Nitamtafuta aliyefanya hivi na nitamleta mbele yako na atasema ukweli wote. Nikasema, kwa picha hizo Gerard, sijui unawezaje kunishawishi. Labda uniletee huyo mdogo wako nimuone akiwa yuko hai hapa. Mke wangu, mdogo wangu mimi yuko Ulaya.
Aliondoka muda mrefu sana, akazamia huko na sijawahi kujua alipo. Ni miaka mingi sana imepita. Nikamwambia, Gerard, unanificha tena, sina manake. Gerard, unanidanganya. Gerard, wewe ni mtu wa namna gani? Kama mimi ni mkeo, najua kuhusu Maris na nimekaa kimya, kwa nini usiniambia ukweli na sote na mimi nikajua? Kwa maana Gerard, mimi huniamini au ni nini hasa kinachokufanya wewe unifiche mimi? Nisikilize Gerard. Kiukweli Gerard, nahitaji kukuamini. Nahitaji kuwa sambamba na wewe. Sihitaji kusikia maneno kwa watu hata kama ulifanya nini. Mimi ni mke wako Gerard, tena mke wako halali wa ndoa na ninayekupenda. Nimeishi kwa shida. Najua kuna muda tunafanya maamuzi magumu kupata tukitakacho, lakini kama mimi huniamini na unanidanganya mpaka mimi, naomba ujue kabisa ya kwamba nitakuja kuujua ukweli Gerard. Na nikishaujua ukweli, niamini mimi, sitokuwa upande wako. Natoka naenda kupunga upepo nje. Niitie Latifa, sijui ni Latifa, sijui nani au mtu yoyote yule. Niitie. Hebu sikiliza mke wangu. Nakuomba usitoke. Na nakuomba usipanic tafadhali, nakuomba. Nikamwambia, nisikiliza, muda huu sitaki kuweza kukuona. Maana unanifanya mimi ni mjinga. Kumbuka mimi nimesoma India na ninajua namna ya kuweza kujua hizo picha kama ni za kweli ama ni za uongo. Najua picha za AI, lakini hizi picha zina mpaka tarehe. It means ni kwamba hizi picha zimepigwa na kamera ya kizamani, alafu still bado unanidanganya Gerard. Gerard, nakuomba uniache. Hapo msikilizaji, nilitoka. Nilipofika nje nikaona Latifa ananifuata. Sikuongea naye. Nilienda moja kwa moja mpaka bustanini mbali huko. Nilikaa chini kwenye nyasi na niliogopa sana. Niliogopa. Niko kwenye mikono ya mtu hatari sana. Mtu ambaye mpaka amemua mdogo wake kweli. Alafu mimi ndo kanioa. Latifa alinisogelea. Akasema, umeona? Nikasema, Latifa, nataka kuondoka hapa. Haya maeneo sio salama kwangu kabisa kabisa. Gerard ni shetani, tena shetani wa mguu mmoja. Naombeni mniondoe hapa. Niliposema hivyo kuhitaji kuondoka, Latifa akasema, Madam, plani hapa ni yeye akuambie kila kitu kwa mdomo wake, na kisha tutamrekodi kwa video na sauti. Alafu kuna mengineo makubwa yanakuja. Kwa hiyo kuna kamera nitakupatia. Hiyo kamera utaiweka chumbani kwenu. Na dada yangu amesema kwa sasa unatakiwa unune, usielewane na Mr. Gerard. Zikipita wiki 3, sema hujaona siku, maana Gerard anataka sana mtoto. Kwa akijua kwamba una mimba, atakuwa ni mdhaifu sana kwako, na hapo ndipo utakapoweza kummaliza. Nikamwambia Latifa, tangia tumefanya imepita wiki 1. Hizo 2 kuzisubiria naona kama vile ni mwaka. Natamani nisafiri. Nimechoka. Siwezi kumwangalia kifanya huo shetani wake. Sasa Aniela, sawa, mimi nimekuelewa. Basi subiri, tutapanga hiyo mikakati. Nikasema okay, sawa. Hapo niliingia kwenye email kuona kama kuna ujumbe wa Diego, lakini sikuona hata. Nilikaa sana na baada ya muda nikarudi chumbani. Nilimkuta yuko bize tu. Mr. Gerard alikuwa anaongea na simu. Alikuwa anaagiza watu huko, anafoka kweli kweli. Anamtafuta eti huyo mtu aliyerusha zile habari, na anasema eti tafuta kwa waandishi wa habari. Lazima kuna mtu alichukua kitu. Mimi nikamwambia Gerard, ninachokitaka mimi ni ukweli tu kutoka kwako. Kama kweli unanipenda na unataka ni kweli wewe, ni ukweli tu kutoka kwako. Lakini kama mimi huniamini, hakuna haja mimi kuendelea kuwa mkeo. Kama huniamini na kama huniambii ukweli ambao ndio huo ambao mimi nauona kwenye picha, nataka uniletee huyo mdogo wako hapa, nimuone kama kweli yuko hai. Najua Mr. Gerard, wewe ni mheshimiwa rais, una mamlaka na una nguvu sana duniani. Hii nchi ipo kiganjani mwako. Huwezi kushindwa kumpata binadamu mmoja tu aliyepotea nyumbani. Vinginevyo usinisemeshe Gerard. Na hii ndoa nilofunga na wewe, sijui. Maana najua angekuwa Maris ungemwamini,
lakini mimi sio kitu kwako. Okay, sawa. Lakini ukiwa uko tayari kuongea, ukiwa uko tayari kuniletea mdogo wako hapa, tutaongea, lakini vinginevyo tutaendelea kusubiri hayo mabomu waliosema ya kwamba wanakulipua, huku mimi nikiwa ni adui yako pia, maana sitokuwa pamoja na wewe. Utakuwa ni mwanaume gani ambaye hunishirikishi mimi mke wako kwa kitu chochote kile? Hutaki kuniambia siri zako Gerard? Kuna haja gani ya mimi kuwa mshauri wako? Kuna haja gani ya mimi kuwa mke wako? Naam, msikilizaji, niliposema hivyo, unajua kwanza nilijifunika alafu nikalala. Siku hiyo Mr. Gerard hakulala kabisa, na hata mimi sikulala, niliogopa. Nilifumbua macho usiku na kuta Mr. Gerard amekaa. Nikaona okay, niigize. Nikanyanyuka pale nikamfunika. Nikasema naomba upumzike, ujifunike, kuna baridi, utapata homa na kifua. Gerard akanitazama, nikamwambia najishangaa. Gerard, najishangaa mapenzi nilionayo kwako Gerard. Pamoja na yote lakini mimi bado moyo wangu unaugulia penzi lako. Sikiliza mke wangu. Mimi natamani sana kusema, lakini sijui nianzie wapi. Nikamwambia sina haraka mimi ni mke wako mpaka kifo kitakapoweza kututenganisha. Utakapopata ujasiri utaniambia ukweli juu ya maisha yako. Niko na wewe hapa muda wote. Hapo nikamkumbatia Mr. Gerard, nilianza kumbembeleza alale. Basi bwana likalala, mimi nikabaki tu niko macho. Nilimwogopa sana huyu mbaba. Siku iliyofuata tuliamka, mimi bado nilikuwa nimenuna. Akaja Latifa, akasema ya kwamba amepata ujumbe ya kuwa wanawake wanapitia changamoto za unyanyasaji wa kijinsia. Hivyo wanaomba mimi nifanye ziara kwa ajili ya kuonesha support na kukemea vitendo hivyo mikoani. Nipite mimi kama mimi mke wa rais. Sasa Gerard akaniuliza mimi, mke wangu, utaweza kweli kufanya ziara? Nikamwambia Gerard, mme wangu, Latifa, hebu kwanza tupishe kwanza. Toka kwanza nje niongee na mme wangu. Kweli Latifa katoka nje. Alipotoka nikamwambia Gerard, mme wangu, hii ni habari njema na itakupa muda wa kuweza kufikiria. Na mimi nitaendelea kufikiria huku tukisaidia wananchi wako, ili usije ukapata shida kipindi kikiisha. Kumbuka bado muda mchache sana uchaguzi mkuu uweze kufika. Kwa ni lazima tutengeneze mazingira mazuri, tutengeneze uhusiano mzuri wa wewe na wananchi wako. Kwa mimi kushiriki kwenye hili, nadhani itakuwa ni kete kubwa sana nimeisukuma kwa upande wako. Na hata utakapokuja kugombea tena urais, huenda wananchi wakakuelewa na ukapita. Lakini mke wangu, hebu usipokee vitu kama hivi. Na kama kuna vitu, hebu naomba basi uniambie. Na pia nakuongezea ulinzi. Nikamwambia okay, sawa, asante sana. Ukirudi nitakwambia kila kitu mke wangu. Na nakuomba sana unisikilize mimi tu mke wangu. Nikasema sawa, sina mtu mwingine ambaye namsikiliza zaidi yako. Kabla sijatoka, alikuja Watts huyu ni mlinzi mkuu wa mheshimiwa rais. Watts alikuja na bahasha. Akasema, bosi, kuna bahasha hapa nimekuja nayo. Hii bahasha ilifikia ofisini na bahasha zingine za ofisi nimekuja nazo, lakini hii ilikuwa imeandikwa ifunguliwe na wewe mwenyewe na inaonyesha imetoka nje ya nchi. Kwa nimeipima, haina kitu cha kulipuka bosi. Nimeona nikuletee. Hapo Mr. Gerard akachukua ile bahasha na kisha akasema, Watts, unaweza tu ukaenda. Kweli Watts alitoka, mimi nikawa nimesimama tu. Mr. Gerard akafungua ile bahasha, akatoa picha. Alipotoa zile picha alishtuka. Mr. Gerard akanitazama kwa umakini mno, kisha akaangalia zile picha. Nikamwambia, ni nini hiko? Hamna kitu mke wangu. Hamna kitu. Alinijibu hivyo. Mimi kidogo niliingiwa na wasiwasi. Unajua mke wangu, haya ni mambo ya kitaifa tu. Ni maelezo juu ya kikao kipya, na hizi picha ni majengo tunakokwenda kufanya kikao. Mimi nilihisi kuna kitu. Nikamwambia, hebu tuone. Wanataka mwendo wapi? Hebu na mimi nione.
usijali bwana, hebu achana nazo. Jiandae mke wangu, sawa, ili muweze kuanza safari. Nikasema okay sawa. Mimi nilitoka pale nikamfuata Latifa pamoja na Diana, walikuwa wako nje. Nikasema naombeni mniandalie nguo za safari ya wiki. Hawa walinzi wangu wakasema sawa, wakaanza kuondoka. Mimi nikamuita Diana. Nikamwambia Diana, nataka kujua kuhusiana na mpango wa mtu wako, lakini pia na kapteni, ule mpango ulishia wapi? Hapo Diana akaniambia, madam, nimeshaletewa video madam. Nikamwambia naomba nitumie kwa email haraka sana. Diana akasema sawa. Nilikuwa tunakosa muda kukuambia kwa sababu simuamini huyo Latifa ambaye uko naye karibu. Nikamwambia nisikilize Diana, ulikuwa uko sahihi, sio kila mtu tunapaswa kuweza kumwamini. Hapo tulitoka, nikamfuata Latifa, akanipa kamera ndogo, kisha nikarudi chumbani. Nikakuta Gerard alikuwa amelala. Alikuwa amelala huko ametizama juu. Ni kama vile Gerard alikuwa na mawazo sana kiasi kwamba mpaka nimeingia hajaniona kama nimeingia chumbani. Nikamshtua kwa kumkalia. Mr. Gerard alicheka kwa uoga. Nikamwambia naenda kuoga, najiandaa na safari, nitaondoka jioni ili kesho asubuhi nianze kazi mapema. Mr. Gerard akasema sawa mke wangu. Pia naomba usiongee na mtu yote. Sawa. Lakini pia unajua mimi naogopa wasije wakakuumiza mke wangu. Wanaweza akakuumiza ili wanikomeshe mimi. Hawa mimi najua wanaofanya yote haya ni wapinzani wangu. Nikamwambia usijali mme wangu Gerard. Msikilizaji, hapo niliona ile bahasha pembeni ya kitanda. Niliona makusudi wakati nanyanyuka. Nikajifanya kama vile naigonga ile bahasha, ilianguka chini na picha zote zikazagaa pale chini. Inaonesha zile picha hakuzirudisha kwenye bahasha. Nilizitazama haraka, nyesi kwa mimi macho yangu. Zilikuwa ni picha za Diego wangu, mwanaume wangu, akiwa kazini kwake. Nyingine akiwa yuko na mtoto. Kumtizama vizuri yule mtoto alikuwa ni mtoto wangu mie. Na nyingine alikuwa amekaa kwenye ile hoteli niliyokuwa nafanyia kazi. Moyo wangu uliniuma sana. Gerard alinyanyuka, akazikota zile picha haraka haraka na kisha kanitazama mimi. Lakini mimi tayari nilikuwa nimeshaziona picha za mwanaume wangu. Kusema ule kweli nilishindwa kujikaza. Nikamwambia Gerard, nini kwa ambacho mimi nakiona? Mke wangu, unajua hizi sio kitu. Nikamwambia no Gerard, nimeona huyu si ni Diego. Huyu si ni mtoto wangu huyo. Huyo si uliniambia kwamba amekufa huyo. Imekuwaje hizo picha mtu anaonekana ni mzima? Hapo niliongea kuna hema kwa nguvu sana. Nilijifanya sijui ya kwamba Diego yuko hai. Gerard akanambia mke wangu, hii ni michezo tu ya AI, sio kweli. Diego alishakufa muda mrefu sana. Na hao ni wapinzani wanataka tu kuweza kunimaliza. Nikamwambia wanataka kukumaliza. Kwa nini wamtumie Diego aliyekufa? Muuaji yule kwa nini wamtumie yeye? Na ndo kusema hajafa ama? Nisikilize mke wangu, nisikilize kwa makini sawa. Nimekwambia hiyo ni AI. Diego alishatoka kwenye maisha yako na alishakufa kwenye maisha yako. Hizi picha sio kitu. Hizi picha ni za kutengeneza mke wangu. Nikamwambia Gerard, usinitanie. Nataka majibu. Kwa nini Diego? Nipe hizo picha, alafu nitajua ni kwamba ni za kutengeneza ama ni za kweli. Hapo msikilizaji, Gerard akasimama, lakini alikuwa amekasirika sana. Akaniambia, wewe unamtaka sana huyo Diego wako, sio manake? Hivyo kwani huwezi kumove on? Nilishakwambia Diego amekufa, unatakiwa uachane naye. Wewe saizi uko na mimi ndo nimeshakuoa. Unaanza kumkumbuka mtu wa nini aliyekutendea mabaya? Nimeshakwambia achana na hizi habari. Umekazania. Unataka nini sasa? Kwa maana hiyo unapomzungumzia marehemu itimisi kwamba unataka kurudi kwa marehemu, si maana yake? Kwa mimi huditaki tena. Unamtaka bwanako huyu wa zamani, si ndio? Kwa nikikupa picha zake ndo atafufuka kaburini. Mimi si ndo bwanako? Mimi si ndo nimekuoa? Nimekwambia watu wananichunguza, hawa ni wanasiasa wenzangu tu, wananiharibia. Wananitishia tu, wanadanganya tu kwamba huyo Diego yuko hai. Nisikilize mimi. Huyo mwanaume wako alishakufa kitambo sana. Na huyo mwanaume wako alitaka kufanyia ubaya kwenye maisha yako. Hizi plani zote wanataka tu mimi nichanganyikiwe. Na nahisi wana wivu tu.
wanataka mimi nikupoteze wewe. Sasa wewe unamuulizia mtu marehemu ya nini sasa? Kwa wewe unampenda sana Diego kuliko mimi mume wako ambaye nimekuoa sasa hivi. Nikamwambia Gerard, kama ningekuwa namtaka huyo Diego nisingekuwa na wewe. Yes, very good, very good, very good. Naomba ujue awe hai au amekufa, wewe ni wa kwangu tu Aniela, Hakuna mtu yoyote atakayeweza kubadilisha hilo. Na mimi sioni hatari kuchafua mikono yangu na damu kwa sababu ya mjinga yule mmoja tu. Na nikwambie kitu kimoja Aniela, ukithubutu kunizunguka, I say, we Aniela, mimi hunijui vizuri. Mimi na uwezo wa kufanya machafu mangapi? Kumbuka mimi ni mheshimiwa rais, nina nguvu, nina power. Naweza nikavuruga kila kitu. Wewe sasa hizo ushakuwa wangu na utabaki kuwa wangu tu. Gerard, nakuomba usinitishe. Unanisikia? Kama kuna vitu unanificha, unatakiwa kujua kitu kimoja Gerard. Dunia haina siri. Ipo siku kila kitu kitakuwa wazi, utake usitake. Na naomba siku ambapo siri zako zitakuja kujulikana, naomba sana visiwe vinavyonihusu, visiwe ambavyo vinanigusa, kwa sababu nikijua vinanihusu, vinanigusa maisha yangu, nitakuwa ni ndoto mbaya sana kwako. Nitakuwa ni ndoto mbaya sana kwako kupata kuiona tangia uzaliwe wewe. Alafu pia hujui mimi naweza nikafanya machafu kiasi gani. Mimi nikichafuliwa hujui Gerard. Usinione mimi ni mwanamke na uwezo wa kufanya machafu ambayo hata mwenyewe hujategemea. Hapo niliposema hivyo, msikilizaji, nikaanza kuelekea bafuni. Mimi Mr. Gerard nilishamchoka. Mr. Gerard akaniambia okay. Sawa. Basi ngoja nikwambie. Huyo Diego wako ni mzima, yuko hai. Inaonesha hakufa, bado ni mzima, kama ilivyotangazwa. Mr. Gerard alipoyasema hayo, yo kwanza nilisimama bila hata kugeuka nyuma. Alafu moyo wangu ulijawa na hasira. Moyo wangu ulijawa na simanzi kwa wakati mmoja. Kwa sababu najua, sio kama sijui, najua Diego wangu ni mzima, na najua mateso yote aliyopitia Diego ya kutekwa, kupigwa, yote aliyesababisha huyu Mr. Gerard. Alitumia nguvu za madaraka yake kunipata mimi, na mimi sikujua, maskini ya Mungu, nikajikuta nimeingia kwenye mtego. Yote nilikuwa nayajua. Sasa aliponiambia kwamba Diego ni mzima, yuko hai, na mimi nikajifanya kama nisimama, kama ninashangaa hivi, ili hali najua Diego wangu ni mzima, hakufa. Mr. Gerard akaniambia, umenisikia nilichokiongea? Hapo nikajikaza, nikageuka, nikamwambia, nimekusikia. Sasa unalipi sasa la kuniambia? Ndo Diego wako mzima, sasa unalipi wewe la kuniambia sasa? Na mimi nishakuoa tena ndoa kabisa. Nikamwambia sina cha kukwambia. Vipi sasa akija kukutafuta, akijieleza uongo ya kwamba alikuwa anakupenda, labda alisingiziwa kesi, utafanyaje? Utamrudia? Unataka kurudiana na Diego, si ndio? Hapo nilijua kabisa Mr. Gerard alikuwa ananitega ili swali lake. Nikamwambia, sikiliza Gerard, sina cha kufanya. Ndo nini sasa? Ndo unanijibu nini sasa? Nikamwambia yes, sina cha kufanya, kwa sababu najua hatopata hata hiyo nafasi ya kunisogelea na kuniambia huo ujinga wake. Mimi saizi ni mke wako Gerard. Mimi saizi ni mke wa mheshimiwa rais. Siwezi kuingilika kirahisi. Vizuri sana. Kumbe una akili. Tena nikwambie kitu kimoja Aniela. Yule mwanaume unatakiwa umwepuke kama ukoma. Najua anaweza kuwa ni miongoni mwa wanaotaka kuweza kunichafua. Najua anahisi kushindwa vile kwa sababu mimi nimeshakuchukua. Unajua Aniela, wewe ni mtoto mzuri sana. Aniela, wewe hutakiwi kupata shida. Unakuwa na mtu mzito kama mimi, mheshimiwa rais wa hii nchi, na kuhudumia na kutunza kwa kila kitu. Achana na wale wa shamba bwana. Nisikilize Gerard. Mimi sijawahi kuwa mpira wa kona, kwamba mpaka nigombewe na nyie wawili. Na kwa kiasi ambacho namjua yule mwanaume, ni mpuzi tu. Hana ubavu wa kuweza kukusogelea wewe, wala hana uwezo kukugusa wewe, kwa sababu Diego ni mjinga, hana akili.
Diego so mwanaume wa kutosha kama wewe mme wangu. Unajua Mr. Gerald ni mwanaume wa shoka. Wewe ndo kidume wangu na wewe ndo ninayekupenda kuliko yule. Na nikiona wewe Gerald najiona niko kwenye mikono salama sana. Na ninafurahia sana penzi lako kusema ule kweli. Yaani kati ya vitu ambavyo najutia ni kumjua yule mwanaume. Diego najutia kumjua. Yaani light kama ningejua ningekusubiri wewe mpenzi wangu. Wewe ndo mpenzi wa maisha yangu Gerald. Nakupenda wewe. Unajua Daniela wewe. Hapo ili Gerald likafurahi kweli kweli. Likanisogelea likanikumbatia jamani. Nilikuwa nasikia kichefuchefu. Ila nitafanyaje? Inabidi tu nilidanganye ili mission yangu iweze kukamilika. Nikamwambia Gerald, nakupenda sana. Na ndio maana siwezi kuruhusu mtu atutenganishe. Huyo Diego akithubutu tu, mimi nitamua kwa mikono yangu. Hata wewe ukithubutu kutaka kuharibu ile penzi letu, Mr. Gerald, nitakuua. Sipendi ije tokee siku unichiti na mwanamke mwingine. Sipendi ije siku itokee unisaliti na mwanamke mwingine. Na wivu kwa sababu nakupenda sana. Unajua Aniela mimi unanikosha sana, unajua. Nikasema wakumua Diego sio mimi hani. Hapo basi likanibusu. Mimi nikaingia chooni. Uweza mimi msikilizaji, nilipoingia chooni nilikuwa nina hasira. Kichwa kilinicheza nifanye nini kuhusu mipango yangu ya haraka haraka, kwa sababu kuendelea kukaa ndani ya hii ikulu moyo wangu ulikuwa hauwezi, kwa sababu baba mimi naweza nikamuua kwa jinsi ambavyo namchukia. Na nikishamuua huyu ni mheshimiwa rais. Kwa lazima niicheze mipango yangu vizuri, nitoke mikononi mwa huyu baba. Huyu mbwa huyu lazima taifa lake lijue kwamba ni mtu wa namna gani. Huyu mheshimiwa rais ni mbwa, sio binadamu. Basi nilioga pale nikatoka naye akaingia bafuni. Mimi nikaseti ile kamera niliyokuwa nimepewa na Latifa, nikaiseti haraka haraka pale, alafu nikavaa nikaondoka na kina Latifa na kina Diana pamoja na walinzi wengine. Basi kweli nilifika hotelini, hivyo nikawaomba waniache kwanza peke yangu. Kina Diana nikamwambia hebu naombeni mniache kwanza peke yangu. Basi wakina Diana hao ni walinzi wangu walitoka. Mimi nikaingia kwenye email, nikakuta video ilikuwa imetumwa kutoka kwa Diana. Nikaifungua, ilikuwa ni video ya Captain pamoja na ndugu yake Diana. Captain alikuwa anajitapatapa ya kwamba yeye ni mtu mkubwa na awamu ijayo anapewa nafasi kubwa mno serikalini. Sasa ndugu yake huyo mwingine na Diana akamuuliza Captain, "Kwa nini unasema hivyo?" Na hapo ndipo Captain akawa anasikika kwenye hii video akisema ya kwamba eti unajua mimi mheshimiwa rais ananipenda sana, ananiamini sana. Na bila mimi asingempata yule mwanamke wake aliyemoa sasa hivi. Unajua mheshimiwa anampenda sana yule mwanamke. Sijui hata ni kwa nini wakati mimi namuona kabisa ni demu wa kawaida sana. Captain ndo aliyetamka hayo maneno, nikawa naitazama hii video. Sasa ndugu yake na Diana akasema, unajua Captain, mapenzi hayo huwezi jua bwana. Mapenzi yanaweza kumfanya mtu akawa upofu kabisa. Alafu kwanza Captain unanidanganya. Wewe umesababisha vipi kupatikana kwa yule mwanamke mpaka mheshimiwa rais akamoa? Mbona kama unadanganya sana ndugu yangu? Au ndo misifa tu unajitapa tu misifa? Hapo Captain alipoulizwa hilo swali, Captain akasema, wewe, mimi nilitumwa na mheshimiwa rais tangia siku ya kwanza. Tangia siku ya kwanza mheshimiwa rais anamuona yule mwanamke, mimi nikaanza kumfuatilia kila kitu chake, kila hatua kule kazini kwake. Na picha linaanza kuna kimeneja kilikuwa kinamtaka. Mimi nikamjuza mheshimiwa. Mheshimiwa akapiga simu moja tu, meneja akafutwa kazi bila hata hakupewa tathmini. Captain alipokuwa anajitapa hayo, ndugu yake na Diana akamuuliza, Captain, ni kweli hayo? Hapo Captain akasema ndio. Anatongozaje mwanamke wa tajiri bwana? Alafu unajua mimi sikuishia hapo. Nilimfuatilia yule Daniela hadi kwa bwana aliyekuwa naye huko Dar es Salaam. Unajua walikuwa na mapenzi yale mazito kabisa ambayo hayawezi kuvunjika kwa urahisi. Walikuwa kama ruba megandana. Na hapo ndipo mheshimiwa rais aliponitaka mimi kutumia nguvu ya kumpora yule jamaa ya mwanamke wake. Ila kwa vile mimi nilishamfuatilia yule mwanamke, nilimjua yule mwanamke, hata umwekee kisu hawezi kumwacha yule mwanaume wake ambaye Diego sijui. Ndio nikaja na mpango kabambe sasa wa kumnasa kiulaini. Captain alipotamka hayo kwenye hii video ambayo mimi naendelea kuitazama, ndugu yake na Diana akasema, Captain, mbona unanisimulia kama movie mwanangu? Ikawaje?
Sasa kumbe huyu ndugu yake na Diana alikuwa anaendelea kumchimba kapteni pasipo mwenye kapteni kujijua. Kwa kapteni akaendelea kufunguka kwenye hii video. Akawa anasema, sikia mwanangu, tulibambikia madawa kazini kwake Diego. Diego akakamatwa. Sasa alipokamatwa sisi tukamteka. Maana kama wale wangefanya uchunguzi, yule angepona, asingegundulika kwamba ile kesi ni yake. Kwa alivyokamatwa sisi tukamteka. Kwa tukamchukua, baada ya kumteka tukamfungia mahali. Tulimpa kichapo ile Diego. Tulimpa kichapo ili apige simu amwambie yule mwanamke wake ya kwamba hamtaki. Lakini jamaa aligoma. Jamaa tulimpiga mpaka akapoteza fahamu. Lakini jamaa hakutaka kusema, maana tulitaka iwe ni rahisi. Sasa yule jamaa Diego wakati tunampiga akaendelea kusema kwamba anampenda sana mke wake. Na hata kama yakifa hawezi kumwacha mke wake. Tulimtesa mno mwanangu. Tulimbana na mashine za umeme kwenye makende yake, alilia mno, lakini kauli yake ilikuwa ni moja tu, anampenda mke wake Aniela. Tukaamua kutengeneza sauti, tukatengeneza na picha. Kumbuka hapo Diego ndo ana huyo mwanamke wake. Tukawa tunatengeneza vitu vya kumwaminisha huyo mwanamke wake. Tukatuma majambazi yamtishe, tukatafuta polisi feki wamuokoe. Yaani tulimtengenezea mazingira magumu sana, mazingira ambayo ni hatari kwake kubaki nchini kwake. Hivyo kiulaini Aniela akaomba kuja huku kwa Mheshimiwa Rais, ambaye muda wote alikuwa na akti kama vile ni rafiki mwema kwa yule mwanamke. Ndo mpaka leo mwanangu tu imekuwa hivyo. Ndo maana Mheshimiwa Rais akampata yule Aniela. Sasa hapo kapteni alipomaliza kuongea hivyo, yule ndugu yake na Diana akaonekana kwenye ile video akiwa anasema, basi Mheshimiwa Rais anampenda sana huyo Aniela. Kwa hiyo mwanangu, mwanaume wake huyo Diego ilikuwaje sasa? Mchizi mimi hata sijui hata ilikuwaje, alitoroka, ila akiwa yuko katika hali mbaya. Ikabidi tumdanganye mwanamke wake kwa picha ambazo tulikuwa tumempiga zile akiwa amezimia. Kwa tukamtumia mke wake, tukamwambia kwamba mume wake amekufa. Kapteni amoni kama huyo jamaa anaweza akamrudia mke wake. We thubutu, ubavu ana huyo Diego kurudi kwa mke wake. Kwanza tunapanga kummaliza. Msikilizaji, wakati naendelea kuitazama hii video, niliposikia hayo mazungumzo ya kwamba wana mpango wa kummaliza Diego wangu, nilitetemeka. Moyo uliniuma. Kumbe Diego aliteswa, lakini hakuweza hata kunikana. Diego wangu, nimekupitisha katika magumu. Aise, nakuomba unisamehe. Hapo niliandika ujumbe kwa email kumwelekeza Diego ya kwamba wanataka kumuua. Na nikamweleza ya kwamba Gerard kaniambia yuko hai. Na nikamsisitiza, Diego nakuomba uwe makini. Kwa nilitunza ile video maana ilikuwa ni ushahidi mzuri sana. Hivyo nikawa na ushahidi wa yule Mariam police fake na huyu mshenzi captain. Basi nilitunza ile video. Nilifanya ziara wiki, lakini nilikuwa ni mdhaifu sana. Hapo sijaona siku na sijapima, naogopa maana najua kabisa mimba sio ya Gerard. Diana alinigundua, akauliza kama nina shida. Nikamwambia hapana. Diana akaniambia, mbona kama vile madam uko kama unaumwa? Nikamwambia hapana, ni kuchoka tu. Diana akaniambia pole dia. Basi mimi nikarudi Ikulu huku nikiwa sina mudi kabisa ya kula. Nilikuwa nalala sana huku nikiwa nacheua asubuhi. Nilijikaza bado wiki moja tu niseme kwamba nina mimba wiki 3 kwa Gerard. Bahati nzuri naye alipata safari ya kuelekea Marekani, akasema twende wote, mimi nikamkatalia. Wiki ya 3 ilipofika, Latifa alinipa ujumbe wa nini cha kutakiwa kufanya. Nikasema okay sawa. Mr. Gerard alirudi, nilienda kumpokea na akasema mbona umepungua sana? Mr. Gerard aliniuliza, nikamwambia wewe haukuwepo mume wangu na ndio maana nimepungua. Basi nimerudi sasa mke wangu, utanenepa sana. Nikamwambia nimefurahi kukuona baby. Hapo tuliingia ndani, akataka mzigo, nikamwambia sijisikii vizuri. Gerard akanielewa, alioga na kisha akaja chumbani. Nikamwambia mume wangu, natamani tukapumzike mahali hata kwa siku 2-3. Yaani mimi na wewe tu. Natamani sana kupata hiyo nafasi. Unajua mke wangu,
hata mimi pia nimechoka sana na kazi na nahitaji kupumzika kwa sababu mwili unahitaji kurelax. Wewe unapendelea twende wapi mke wangu? Hapo nikamtajia sehemu ambayo mimi napendelea kwenda. Akasema sawa, lini unataka? Nikamwambia hata kesho. Okay, sawa. Hapo mimi niliwaambia walinzi wangu kina Latifa watuandalie nguo siku iliyofuata kwa sababu safari inatakiwa ianze. Na kweli siku iliyofuata safari ilianza. Tulifika huko kwenye hoteli, tukaonyeshwa room yetu. Vile tulikuwa tumefika mapema, nikamwambia nataka kuogelea. Akaniambia okay sawa. Kwa mimi nilivaa nguo ya kuogelea. Tukaenda kwenye bwawa la hoteli. Niliingia na kisha nikaogelea kwa muda. Chakula kilivyokuja nikala na kisha nikamwambia mimi naenda tena kuogelea. Mara nilisikia kizunguzungu kikali, nikapepesuka, nikaanguka, lakini sikutua chini, nilidakwa. Nikasikia tu Gerard anasema muiteni daktari haraka, muiteni daktari. Gerard alifoka na mhudumu akasema tumpeleke hospitali sio mbali. Sasa Mr. Gerard akasema andaa gari haraka. Mimi nikapanda nikapeleka hospitalini. Nilikiwa pale drip, nilichukuliwa vipimo mbalimbali, majibu yalirudi na msikia daktari anasema kwamba huyu mgonjwa mheshimiwa hana tatizo lolote ila tu ni mjamzito. Hapo Mr. Gerard alicheka sana, akasema kweli daktari? Isei ni habari njema sana. Sasa mbona haamki? Daktari akasema ataamka tu wala tusijali. Hebu naombeni basi apimwe ultrasound nione mimba hii ni ya muda gani. Mimi kusikia hivyo moyo kalia pa. Sasa sijui itakuwaje. Maana wakipima mimba itakuja kuonekana kabisa hii mimba sio ya nani? Sio Mr. Gerard kwa sababu mimba ni ya muda kidogo. Tofauti na vile ambavyo mimi nimeanza kufanya na Mr. Gerard. Nikaona hii ni hatari. Sasa nikawaza nifanyaje sasa? Na wakati ninajua kabisa hii mimba sio ya huyu mshenzi na ultrasound haidanganyi. Nitafanyaje mimi? Daktari hapo akamuitikia mheshimiwa, akamwambia sawa mheshimiwa, haina shida. Ngoja amke basi tutampima hiyo ultrasound, ila kwa muda huu kuna dawa hizi anatakiwa kupata kwa ajili ya afya yake na ukuaji wa mtoto. Gerard akasema nipe hiyo listi. Nipe hiyo listi daktari na kila kitu atakachoweza kukihitaji. Mimi nitaenda mimi mwenye kumnunulia mke wangu. Na pia nitaomba elimu ya nini nifanye na niishije naye. Nataka mke wangu awe salama kabisa. Asione kero ya kunibebea mimba mimi. Unajua huyu ni mtoto wangu wa kwanza daktari. Daktari akamwambia pale mheshimiwa rais akamwambia hongera sana daktari. Basi mimi nitakuelekeza kila kitu. Listi hii hapa. Hapo Mr. Gerard akasema sawa, asante sana daktari. Nitakupa zawadi nono sana wewe daktari. Endelea kumjali na kunisaidia pia. Mimi natoka mara moja kufuata hivi vitu. Nakuja sasa hivi. Hebu twende mara moja. Hapo niliposikia wakitoka, mimi nikafumbua macho. Sikumuona daktari wala mtu. Nilianza kuumiza kichwa, nafanyaje sasa hapa? Au nijifanye nimezima kwa muda mrefu? Lakini hapana, mipango yangu itakuwaje? Kwa niliita pale Latifa akaja pale mbio na Diana. Nikamwambia Diana, hebu nifuatie maji ya kunywa. Diana akasema sawa. Kwa Diana alivyotoka nikabaki mimi na Latifa. Nikamwambia Latifa wanataka kunipima ultrasound. Nafanyaje? Latifa akaniambia usijali, kila kitu kitakaa sawa dia. Si nilishakwambia ujifanye mgonjwa na uletwe hapa na utapimwa ultrasound. Sasa hofu ya nini? Kila kitu kiko ndani ya mpango wetu. Nikasema okay sawa najua, lakini vipi mambo yakienda ndivyo sivyo? Ujua Latifa mimi naogopa. Daktari akikudanganya au Gerard akawa anajua kusoma hiyo ultrasound. Maana nahisi Gerard atakuwepo wakati anapima daktari. Nisikilize Aniela, usio na wasiwasi. Ondoa shaka. Niamini mimi dia. Nikasema okay sawa mpenzi. Naomba tu mipango iende haraka jamani, kwa sababu sina mpango wa kukaa na huyu mtu. Siku zote mimi namchukia huyu mtu. Naomba huu mpango ufanikiwe haraka, mimi nitoke kwenye mikono ya huyu mbaba. Latifa akaniambia tulichokuwa tunakingoja ni hiko tu. Sasa hivi una nguvu kubwa sana kwake. Hivyo kirudi nyumbani ndio umwambie sasa kuambia ukweli wote. Natumia mimba kama ndo sababu. Tukishapata tu rekodi ya video ya uovu wake ndio tutakamilisha mpango. Unajua huu ni mwaka wake wa uchaguzi. Hivyo wakati sahihi umeweza kukaribia. Jikaze tusitoke nje ya ramani. Nikasema sawa Latifa. Latifa akaniambia soon utakuwa na Diego wako. Latifa alivyoongea hivyo nilikosa raha kabisa. Nilikumbuka mambo yaliyopita kwa sababu yangu. Mimi ndo niliharibu maisha yake kabisa Diego. Na nikakumbuka na nimelala na huyu mshenzi aliyemsababishia matatizo Diego wangu. Aisemi nimejichanganya sana kwenye maisha yangu. Kiukweli nilikosa raha kabisa. Latifa akaniambia wewe mbona umekosa raha dia? Nikamwambia Latifa
mimi nimemsababishia matatizo makubwa sana Diego wangu, na sijui kama atakuja kunisamea akijua kwamba mimi nimelala na mwanaume mwingine. Nisikilize Aniela, katika jambo la heri kujitoa muhanga ni kawaida, na kama huyo Diego anakupenda sana atakuelewa tu. Nikasema eti ndiyo. Sasa tukiwa tunaongea na Latifa, akafika pale Diana ambaye naye pia ni mlinzi wangu, akanipa ile maji nikanywa. Mara Gerard naye akaja akakuta mimi pale nimekaa. Gerard alipofika akasema, mke wangu, mbona kama vile umekaa kwani hauumii? Hilo tumbo ulivyokaa hauumii? Ujue umebeba mtoto wa rais tena tumboni mwako, ujue tumbo lako hilo limebarikiwa bwana. Nikamwambia kukaa mume wangu haina shida. Nimefurahi sana umenibebea mimba. Ujue siku zote mimi nilikuwa natamani kuzaa na wewe kwa sababu mimi nakupenda sana wewe mke wangu Aniela. Sikutaka kuzaa na takataka nyingine yoyote zaidi yako. Alipozungumza hivyo unajua nilimtazama. Nikamwangalia Diana maskini. Diana naye alijawa na huzuni. Nikamrudia Mr. Gerard, nikamwambia asante mume wangu. Vipi lakini unajisikiaje sasa hivi? Nikamwambia najisikia nafuu, nataka tukapime ultrasound mume wangu nihakiki kama nina mimba kweli. Hapo Mr. Gerard alicheka, akasema mke wangu, hiyo mimba unayo na hiyo mimba ni ya kwangu. Laiti angejua mimba sio ya kwake. Mimba ya Diego wangu hii. Nakumbuka sana hata siku niliyolala naye. Nilibaki tu namtazama Mr. Gerard, lenyewe linajitapa. Ngoja basi nikuitie dokta mke wangu, unajua na furaha sana umenibebea mimba. Diana akatoka akaenda kumuita dokta. Dokta akaja na nesi akiwa na baiskeli ya wagonjwa. Mimi nilipanda na kisha tukaenda chumba cha ultrasound. Nilipimwa pale na dokta alithibitisha kwamba mimba ninayo. Akaenda kwenye tarehe za Gerard. Hivyo Gerard alifurahi sana. Gerard akadanganywa. Na hisi hapa kuna mchezo ulichezwa mpaka dokta na hisi alikuwa yuko upande wetu. Gerard alidanganywa na dokta. Gerard akafurahi sana. Akaniambia, "Sema unataka nini mama? Sema unataka kwenda wapi kupumzika?" Nikamwambia mimi nchi yoyote ninayotaka kwenda. Utanipeleka? Usijali, nitakupeleka mama nchi yoyote. Yaani chochote nitakufanyia. Nikamwambia okay sawa. Nitakwambia napotaka kwenda kupumzika tukifika nyumbani. Basi nilipewa pale ushauri na maelekezo ya dawa za vitamin. Gerard akaambiwa kwa hali yangu hii ya ujauzito ilivyokuwa imekaa kuna changamoto, hivyo natakiwa kupumzika sana na nisifanye mapenzi kabisa. Yaani nisiwe na stress kabisa ili kulinda ujauzito usiharibike. Yaani daktari huyu alicheza kama Pele. Mimi kwanza nilikuwa sipendi kushiriki mapenzi na Gerard. Na daktari alivyoshindilia pale msumari kwamba Gerard utakiwa kushiriki mapenzi na huyu. Nilijisikia fadhari. Nikasema huyu daktari safi sana. Lakini kwa sababu mipango yote ilishapangwa, kwa nikaona daktari anapita mule. Gerard likasema pale, "Sasa kwa hiyo daktari nisimguse huyu Daktari akasema ndio utakiwa kumgusa. Basi sawa sitamgusa. Daktari akasema okay vizuri. Kweli nikaruhusiwa kutoka pale hospitalini. Nilirudi nyumbani nikapumzika chumbani. Muda wote Gerard yuko na mimi. Anauliza nataka nini. Yaani nilibaki tu namtazama Mr. Gerard. Sikutaka chochote kutoka kwake. Nilitamani kuwa na mume wangu Diego nimpendaye sana. Diego hata akinipa dunia nzima. Sijui nisemaje yani. Ila so huyu hapana. Huyu Mr. Gerard hapana. Siwezi kumfurahia. Namchukia mno Mr. Gerard. Lakini Diego hata anipe tu pipi, mimi nitafurahi. Niko tayari kuitangazia hata dunia nzima. Na hapo ndipo mjue kwamba penzi la kweli lina nguvu. Hata unaweza ukawa na pesa na usipendwe vile vile na pesa zako. Siku 2 zilipita, nilikuwa nalelewa vizuri na Mr. Gerard, nadekezwa sana, lakini sikusahau lengo langu. Nilijinunisha. Mr. Gerard akasema, "Mke wangu, mbona umenuna?" Nikamwambia sina sababu ya kufurahi kabisa. "Kwa nini mke wangu? Kwa nini unasema hivyo wakati umenibebea mimba yangu bwana?" Nikamwambia nakumbuka tulikuwa tuna makubaliano kuhusu taarifa za mdogo wako unamtafute aje hapa. Na kwa hivi nina mimba nahitaji zaidi kuijua familia yako. Nahitaji kuwa karibu na familia yako Mr. Gerard. Lakini nakuona huna mpango kabisa kumtafuta mdogo wako wala kusema lolote kuhusu hilo. Gerard, unanipa stress sana. Mimi nakujua wewe tu lakini ndugu zako siwajui. Mpaka tumbo linaniuma. Mimi naomba nirudi nchini kwangu Tanzania. Nikatulie huko mpaka nijifungue. Maana kukaa hapa sitoweza. Sikiliza mke wangu. Usiwaze hayo bwana mke wangu, sawa? Na nakuomba usiwe na stress mamangu. Mimi nimetuma watu wangu wamtafute mdogo wangu. Lakini si unajua sijui wapi pa kumpata. Hivyo itachukua muda. Utamtafuta kwa njia gani?
kama umeshindwa, nipatie mimi picha yake huyo mdogo wako na majina kamili. Siku hizi kuna mitandao ya kijamii, unaweza kumpata mtu kwa urahisi zaidi kuliko hata hivyo njia ambazo unazisemea. Nisikilize mke wangu, naomba tumtafute kimya kimya, tukirusha huko mitandaoni yataanza maneno. Nikamwambia Gerald, usinitanie. Naona kabisa unanitania Gerald. Hapo nilisimama, nikachukua begi langu nikaanza kuweka nguo. Gerald akasema, mke wangu, usifanye hivyo. Hali yako hiyo ujauzito sio nzuri bwana, hasira na stress ni hatari kwa mtoto wetu. Nikamwambia naomba uniache bwana. Nimechoka, unanidanganya sana wewe mwanaume. Naona kabisa unipendi. Mimi ndo naye kupenda. Huniamini. Ungekuwa unanipenda ungeniambia mambo yako. Basi naomba ukae. Mimi nitakwambia jioni tukila chakula. Nikamwambia kama unataka kuniambia niambie sasa hivi. Vinginevyo nitaondoka na hutonizuia, kwa sababu kunizuia basi ndio utakuwa ndo mwisho wa uhai wangu mimi pamoja na mwanao huyu tumboni. Nimechoka Mr. Gerald kufanywa mimi ni mjinga. Maamuzi yako kwako Gerald, nimevumilia vingi sana. Nimejaribu kukuelewa sana na kukutunzia siri. Umedanganya nchi nzima mke wako amefariki, lakini mimi nimejua mke wako yuko hai. Lakini bado niko hapa kwa sababu sijui unaniona mimi ni mjinga. No Mr. Gerald. Mimi naweza kuondoka. Naweza hata kujiua, sina cha kupoteza. Mke wangu, yani naona kama vile umedhamiria sana kuondoka. Ni kwa sababu Diego yuko hai, sio manake? Gerald, nimeshakwambia mtoe huyo mtu mdomoni mwako. Sijai kumpenda mimi Diego hata siku moja. Ni upweke tu na shida ndo zilinipeleka kwake. Duniani humu hata tubaki mimi na yeye tu, siwezi kuwa naye. Sijui umenielewa? Sawa mke wangu, basi naomba tutoke nje basi tukaongelee kule bustanini. Nikamwambia no. Hiki chumba kina siri zaidi kuliko huko nje unakosemea. Naomba tuongelee humo. Hapo msikilizaji, nilikuwa nimeshatega makamera yangu ndani hiki chumba ili akizungumza ukweli nipate ushahidi wa kumfunga huyu baba. Mr. Gerald anaanza pale kusema, okay basi sawa mke wangu, lakini naomba uniahidi mke wangu kwamba utanielewa kwa ninayoenda kukwambia. Jua kabisa mimi mimi sio rahisi. Mimi kusema ule kweli. Na moto kusema kweli kwa sababu nakupenda na nakupenda wewe na mtoto wangu umo tumboni mwako. Nikamwambia okay sawa, nakusikiliza. Mke wangu, unajua mimi ni mtu niliyetoka kwenye familia maskini sana, lakini nikapambana sana kufika hapa ili niishi vizuri na familia yangu. Wakati nataka madaraka haya ya urais, nilienda kwa mganga wa kienyeji. Na yule mganga aliniambia ili nishinde huu urais nipeleke mtu ninayeshare naye damu ili nipate dawa ya kuweza kushinda huu urais. Hivyo nilimchukua mdogo wangu nikijua atachanjwa tu na atachukuliwa damu yake, lakini mganga alifanya dawa na akasema kwamba nimuue mdogo wangu, maana yeye ndiye atakayekuwa kafara yangu ya mafanikio, vinginevyo sitoweza kushinda urais. Mke wangu sijui hata alinipulizia nini yule mganga, nilijikuta tu nimekubali kumuua mdogo wangu. Nilikuja kujuta baada ya fahamu kunirudia, lakini sikukusudia kumuua mdogo wangu. Niliogopa sana hata kumwambia mtu, lakini nashangaa picha zile zimetoka wapi? Nina madaraka lakini sina amani. Mara nyingi picha mdogo wangu inanirudia akilini mwangu, naumia sana. Nikimsikiliza huyu shetani Gerald mpaka naogopa. Yaani hata kuishi naye hivi najuta. Jamani, huyu ni mkatili, huyu ni mnyama. Nilijikaza niendelee kusikiliza story yake. Nikamwambia pole sana kwa hilo. Kwa hiyo ulimzika wapi mdogo wako? Huyo na ndugu zako uliwaambia kwamba amekufaje kufaje? Niliambiwa nimtoe viungo, alafu nimwachie mganga hivyo viungo, kisha mwili ule ni uchome moto, majivu ni yafukie, na nilifanya hivyo. Kwa hiyo nyumbani hawajui, niliwaambia tu aliacha tu barua ya kwamba anaenda kutafuta maisha huko Ulaya. Nyie msikilizaji, unajua niliposikia hiki story moyo wangu uliniuma sana. Nilijikumbuka mimi. Yaani kwamba okay sasa mimi ndo niwe mama, afu niwe namsubiri mtoto wangu nikijua kaenda kutafuta maisha, kumbe kauawa. Nyie Gerald ni mkatili. Nilimwogopa sana huyu mbaba. Gerald akaniambia mke wangu, najua hili ni jambo gumu sana kulisikia masikioni mwako, lakini kwenye umaarufu na madaraka lazima kuna gharama ya kulipia. Nikamwambia kwa hiyo wewe urais huu umeupata kwa damu ya mdogo wako? Ndiyo mke wangu.
Nyie hivi mnajua nilikosa neno la kusema, nilikosa maneno, nilibaki tu namtizama, alafu sikuamini kabisa mtu anaweza kuongea maneno kama hayo kiurahisi. Nikamwambia lakini okay, ni bora ungewaambia kwenu ya kwamba alifariki kuliko kuacha matumaini ya bure kabisa. Hapana mke wangu, bora hivi, maana nikisema alikufa utataka kuona maiti na mlolongo utakuwa ni mrefu. Bora hivi. Nikamwambia okay sawa, kuna lingine labda napaswa kuweza kulijua kutoka kwako? Hakuna mke wangu, hakuna. Okay sawa. Kwa hiyo mwaka huu unaenda kufanya uchaguzi, unamtoa nani kafara? Unanitoa mimi ama unamtoa nani? Au unamtoa mtoto wako atakayezaliwa? Mke wangu hapana. Ilishatosha kumua mdogo wangu kwa mikono yangu mimi mwenyewe. Hakuna kingine. Alafu tafadhali naomba usije kumwambia mtu hii siri. Hapo mimi nikamkumbatia Gerald. Nikamwambia usijali. Hizi ni siri za familia yangu. Siwezi kumwambia mtu. Asante sana mke wangu, na nakupenda sana. Nyie nilifurahia kwa sababu jambo langu limekamilika. Nina rekodi ya uchafu wake ambao si familia yake wala wananchi watakaoweza kumwelewa. Siku hiyo alishinda akinielezea mambo yake, tukalala, na siku iliyofuata nilimwambia kwamba bwana mimi naenda ofisini. Gerald akakubali. Nilichukua ile kamera nikaenda kutoa ile video, nikaituma kwa Diego pia, na nikamwambia Latifa tayari mission complete. Latifa akaniambia sawa, nipe hiyo video. Nikamtumia kwa email. Akasema huyu ameisha. Tuna mwezi naye mmoja tu anaenda kuanza kampeni, na hiko ndo kipindi cha kuweza kummaliza. Hivyo vumilia kwa muda kidogo, tumshushe huyu mwewe, wewe urudi kwenu Tanzania. Nikasema sawa. Kwa nilimkabidhi kila kitu Latifa, yaani ushahidi wote, na niliendelea kumchunguza Gerald huku nikichukua video bila yeye mwenyewe kujua. Kila matukio yake nilikuwa namchukua. Hatimaye mwezi ukaisha. Kampeni sasa zikaanza sasa. Wiki 2 zilipita, naona huko kimya tu. Gerald anaendelea na kampeni zake. Sasa huyu Maris mbona kimya sana? Mbona sielewi? Nikaona okay, ngoja nimuulize Latifa sasa nini kinaendelea. Siku niliamka mapema nikamuita Diana chumbani kwangu. Nikamwambia niitie Latifa. Akasema tena nilitaka kukuambia Latifa aonekane. Nikamwambia unasemaje? Latifa aonekane kivipi? Diana ndo akaniambia bwana, jana Latifa usiku alikuja kuitwa, akatoka lakini hakurudi. Leo nimeenda kuangalia kila kitu chake hakipo chumbani, na chumba kimepanguka, ni kama vile alichukuliwa kwa nguvu. Nikamwambia we, hebu twende. Hapo nilisimama na Diana, tukatoka mpaka chumbani kwa Latifa. Kweli Latifa kuwepo chumbani. Chumba kilikuwa valu. Kutizama vizuri nikaona matone ya damu. Nikainama kuangalia, nikakutana na kisu kilikuwa kina damu, pamoja na shuka lipo vunguni lilikuwa lina damu. Uwe! Nye nilichanganyikiwa. Mungu wangu. Mpaka nikajiuliza nini kimetokea hapa? Sasa Diana akasema mimi sijui. Nyie wazo likanijia kwamba huyu Gerald itakuwa kajua kila kitu. Hivyo kama kamua Latifa, sasa na vile vithibitisho je inakuaje? Itakuwaje? Nitafanyaje mimi kummaliza huyu peke yangu? Nitaweza kweli? Nikamwambia Diana, tafadhali hebu kwanza ita walinzi. Nilimwambia hivyo Diana kwamba aite walinzi. Tena aite haraka sana. Diana aliwaita walinzi, wakaja pale. Nikasema jamani, nini kimetokea hapa? Nyinyi mlikuwepo na hii ikulu. Hii ikulu ni kwamba haina siri. Nataka kujua nini kimetokea hapa. Latifa yuko wapi? Sasa hapo nilikuwa kama nimeweuka hivi, kama nimechanganyikiwa. Mlinzi mmoja akasema sisi tumeingia shift ya asubuhi, hatujui nini kinachoendelea madam. Nikamwambia tokeni hapa. Kwa pale walinzi walitoka, nikabaki na Diana. Nyinyi nilichanganyikiwa. Hadi nikaongea kwa nguvu, nikasema mimi nimekwisha. Sasa nafanyaje? Diana akaniambia mheshimiwa, hatuna namna zaidi ya kuweza kukubali kilichotokea. Nikamwambia no Diana, no. Hujui kitu wewe. Hujui kitu. Hapo ilibidi ninyanyuke, nikaenda chumbani kwangu, lakini hapo nilikuwa nawaza sana. Nikaingia bafuni, nikaoga, nikavaa pale nguo. Wazo likanijia, nitazame kwenye koti la leather. Nilienda kukagua mfukoni, nikakuta kikaratasi, nikakifungua. Kilikuwa kimeandikwa pole kwa mshtuko. Imebidi nifanye hivi ili kuamsha taharuki hapo ikulu, wajue kabisa hakuna usalama, na ndio maana watu wanapotea. Huu ni mpango wa kufanya watu wasiaminiane humo ndani. Lakini tujua mimi niko salama, lakini nakuomba uigize kupandikiza chuki kwa Gerald na watumishi wake. Aniela, muda umefika sasa wa kufanya matukio ya mwisho, na nakuomba uwe tayari. Haitakuwa rahisi. Mimi ni Latifa. Hapo kwanza nilishusha pumzi sasa.
Nilichukua ile simu nikampigia Gerard. Simu iliita. Akasema mimi hapa naongea. Nikasema watu wasiojulikana wamemteka Latifa. Wamemchoma kisu na kuacha damu. Hiko kisu wamekesa chumbani. Gerard, humu ndani si ndio mnasema kwamba kuna ulinzi jamani? Ulinzi uko wapi hadi mtu anatekwa ndani humu jamani? Gerard, naomba ujitazame. Ujitazame sana Gerard. Tafadhali nakuomba. Wasaliti ni watu wako na ninajua target yao ni mimi. Nakuomba mno. Nani? Aniela, mke wangu. Nakusikia na nakuelewa sana. Hebu naomba muda kidogo nimalizie kampeni, narudi huko nyumbani. Nikasema okay sawa, ila tujua kabisa mimi sina amani wala sina raha. Sina imani na wafanyikazi wako hawa. Nahisi kuna jambo kubwa wanapanga. Nisikilize mke wangu, hizi ni nyakati ngumu sana mke wangu. Naomba usiwe na wasiwasi. Nitaongea na Diana awe makini. Nikasema vipi kuhusu Latifa? Nitafanya kila njia kumtafuta huyo Latifa. Nikamwambia okay sawa. Hapo nikakata simu. Diana akaniambia nashangaa sana. Nani anaweza kujitoa mwanga hivyo kuja kufanya hayo humu ndani ya Ikulu? Akamchukua mlinzi wako, ina maana kwamba wanakutafuta wewe ama? Madam, naomba tusiende ofisini kwa sasa hadi mambo ya uchaguzi yapite. Nikamwambia hakuna cha kufanya. Hatuna cha kufanya. Sasa kwa nini nikimbie? Diana akasema uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni mgumu sana kwa mume wako. Sijui unalijua hilo? Nikasema na si ndio kitu ambacho mimi nakitaka ama? Diana akasema haswa, lakini alipe kwanza makosa yake. Nikasema kabisa. Kwa tuliongea mengi mimi na Diana, akitaka kujua kwamba nitafanya nini. Na ninajua Diego alisingiziwa na ushahidi ninao. Nikasema ndo nafikiria hapa. Sasa nikiwa ninaongea na Diana, nilimtumia message Diego kumueleza mipango, japo sikumwambia kuhusu mimba kabisa. Mara message kajibiwa. Nilifurahi sana. Mpenzi wangu Diego aliniambia kwamba okay vizuri mke wangu. Nimeona video lakini umeikata. Inaonesha akikili tu maovu yake. Nilitaka kujua ulifanya nini mpaka kumfanya aseme vitu vikubwa vile. Ulimfanya nini au ulimwahidi nini Aniela? Nataka kujua. Nikamwambia sikiliza Diego. Mr. Gerard nilimwambia kwamba nitamwacha sipoyasema. Okay sawa. Nakuomba uwe makini sana Aniela. Tusiwasiliane sawa? Nikamwambia sawa Diego. Hapo nilimuulizia mtoto, akasema mtoto anaendelea vizuri na kila siku mtoto kwa anakuulizia wewe mama yake na mimi namwambia kwamba utarudi umesafiri. Tunakusubiri mke wangu. Hapo nikamjibu sawa. Basi akanipa pale na mpango wake wa kuja kunifuata. Nikamwambia subiri mimi nitarudi maana hatari huku ni kubwa mno. Kiukweli sikutaka kabisa kumuingiza Diego matatani. Jioni Gerard alirudi. Akasema amepewa ripoti ya kwamba kamera zote hazina vipande vya muda ambao anapotea Latifa. Nikasema kwa hiyo itakuwaje? Nimeshatuma watu, atapatikana tu. Najua mimi ninapimwa na target yao ni wewe mke wangu, lakini mimi nitakulinda mke wangu. Nikasema sawa. Hapo tuliingia chumbani. Nikamuuliza kuhusu kampeni zake. Mr. Gerard akaniambia mambo magumu sana. Unajua kuna mpinzani mmoja na nguvu sana, lakini nitamshinda tu. Nikamwambia sawa mume wangu. Tulilala hiyo siku na siku iliyofuata tuliamka kwa kuchelewa kidogo. Tukaoga na kisha tukaenda kunywa chai. Tukiwa tuko bustanini tulisikia kelele. Ni kama vile mama alikuwa anapiga kelele. Nikasema kuna nini huko? Sasa kabla sijajibiwa yule mama alisikika maana alikuwa ametokezea bustanini. Gerard alishtuka. Gerard akasimama. Gerard akasema mama. Sasa yule mama akawa anasogea huku. Akawa anatufuata sisi na walinzi ilibidi wamsogelee. Gerard alishtuka. Gerard akasimama. Gerard akasema mama. Sasa yule mama alisogea huku anafuatwa na walinzi. Lakini yule mama alimsogelea Gerard na kisha akasema muuaji mkubwa wewe. Hivi nilikuzaa mimi kweli wewe? Hapo Gerard alinitazama mimi. Yule mama akasema umemuua mtoto wangu kisa wewe upate urais, si ndio? Ulaaniwe kweli wewe. Ulinidanganya kwamba mwanangu ameenda kutafuta maisha, kumbe umemuua na kuja kuonyeshwa na watu mitandaoni huko. Hivi nilikukosea nini wewe Gerard mpaka ufanye yale kwa mdogo wako? Wewe umekuwa ni shetani hivyo. Huyu mama alikuwa anaongea huku anamsogelea Gerard. Alitaka kumkunja lakini walinzi walimuai. Mama alikuwa anataka kumpiga. Muda wote huyu mama alikuwa analia tu. Gerard akasema kamateni mpelekeni chumba cha wageni asitoke huko. Yule mama akasema ulaaniwe na damu ya mwanangu ikulilie urudi sifuri. Na kuambia utaishia jela. Hauwezi tena kuongoza hii nchi. Muuaji mkubwa wewe.
Yule mama aliongea hivyo huku anatokwa na machozi. Nilibaki mimi nikawa nashangaa. Gerard aliomba simu yake akapewa, akafungua, mara akasema Nikamwambia Gerard nini? Hapo Gerard hakusema kitu. Nilisogea na mimi kutizama, zilikuwa ni picha za Mheshimiwa Rais akimua mdogo wake. Nilitazama zile alizokuwa ametumiwa kipindi kile. Hizo picha zilikuwa mitandaoni na vichwa vya habari ndio vinatisha, sikwambie mtu. Nilimtazama Gerard alikuwa anatetemeka. Nilijua hili limemuumiza sana. Ni wazi hakuna siri tena. Mara Gerard akanitazama, akaniambia Niela, nilikuamini. Kila kitu kilikuwa kimya. Baada ya mimi kukuambia wewe ndio yameibuka haya. Kwa nini? Hapo mimi nikamtazama Gerard, nikamwambia unataka kusema nini Gerard? Gerard akanisogelea huku macho yake yakiwa ni mekundu, akaniambia najua kila kitu. Najua kila kitu. Kila kitu mimi nimekuwa nikikifanya. Wewe unanichukulia kama mimi mjenga, sio manake? Unataka kunilipizia kwa sababu ya Diego wako, sio manake? Unataka kuniumbua, sio manake? Aniela, wewe mimi hunijui. Mimi kuwa rais, haikuwa rahisi kufika hapa. Na siwezi kuruhusu mtu aniharibie kiti changu cha urais. Walinzi, hebu mkamateni umpelekeni kwenye chumba cha mateso na kuja kumfanya kafara mimi mwenyewe kama mganga wangu alivyoniambia. Pumbavu kabisa. Utaniambia unashirikiana na nani na utasema Latifa yuko wapi? Hapo mimi nilikamatwa, nilifungwa kitambaa usoni, nikaanza kukokotwa. Sikujua hata napelekwa wapi, maskini ya Mungu. Niliogopa sana. Ina maana kweli Mr. Gerard anajua kila kitu kwamba mimi ndo nimehusika? Kwa hiyo Mr. Gerard anakwenda kuniua, hajali tena kuhusu hii mimba au ni vipi? Hapo nikawaza haraka nikasema Gerard, no, usiniache huko kwa muda mrefu. Usiniache huko kwa muda mrefu, na mimi ujue kabisa bora tu niue haraka iwezekanavyo ili nafsi yako iweze kufurahi. Nimechoka kila siku mimi kuwa jalala tu la kila baya lako. Kila siku kuhisiwa mimi mabaya, kupigwa na kusingiziwa. Hujali hata mimba yako, na niko tayari kufa. Sina kitu duniani hata hivyo. Niue tu Gerard. Hapo Gerard hakunijibu kitu. Nilikokotwa, nikahisi kabisa kwamba tunashuka ngazi, kwa sababu nilikuwa nimefungwa kitambaa cheusi usoni. Nilijua tu ni kule kwenye lile handaki. Nilisikia ukifungua pale mlango, nikawekwa humo. Nilikitoa kile kitambaa usoni, maana sikufungwa hata mikono tena. Ni kweli nilikuwa nipo kwenye lile handaki la mateso. Niliwaza nifanye nini? Nifanye nini mimi? Na itakuwaje hapa? Ina maana kwamba mimi ndo nakufa hivi huku najiona? Na hakuna kifo kibaya unachokufa huku unajiona. Mbona mambo ni magumu hivi? Niliwaza. Kulikuwa kuna mwanga tu kote. Nilikuwa niko peke yangu. Hata Maris, yule mke wa Mr. Gerard, hakuwepo. Mara akaja Gerard, akaja na Watts pamoja na walinzi 4. Gerard akasema, Watts, hebu hakikisha wote wametoka, hakuna mtu anasikia, nataka kuongea na huyu mwanamke. Watts akasema sawa. Alizunguka huku na huku, akatoka pale na walinzi wengine. Tukabaki mimi na yeye tu, yani mimi na Gerard. Nikamwambia Gerard, nilidhani ya kuwa unanipenda. Nilidhani ya kuwa unanijali mimi pamoja na mtoto wako aliyepo tumboni. Lakini mbona Gerard unaninyanyasa? Kwa nini Gerard unanisingizia? Nimekukosea nini kustahili haya unaonifanyia? Najua Gerard utaniua, lakini kabla hayo nakuomba tu nikwambie, utaniua bila hatia. Sijawahi kuongea na mtu kuhusu siri yako. Unanijua, sijawahi kuwa mazoea na watu wa huko nje, lakini leo hii wewe kunifanya hivi mimi, unanishutumu. Mbona nayajua mambo yako mengi na sijayasema Gerard? Najua ulimuua mganga aliyekuwa anakusaidia ili upate dawa kipindi ambacho husimamishi wewe. Ulimuua bila ya huruma. Mbona mimi yote nayajua? Najua mengi, umeua watu wengi sana. Najua Maris yuko hai, umemficha, lakini nani mimi nitamwambia? Gerard, nilikubali kutembea na wewe safari hii mpaka mwisho nikiwa niko pembeni yako, lakini ni wazi mimi huniamini Gerard. Imefika mahala unasema kwamba mimi nalipiza kisasi kwa Diego. Kwa nini kulipizia kisasi? Una nini ulichomfanyia Diego mpaka mimi nimlipizie kisasi kwako? Gerard, niue basi. Bila shaka utapata hiyo kafara kama ulivyopata kwa mdogo wako ili uendelee kuwa madarakani. Niue.
Hapo Gerard alinitazama, akafungua lile kufuri, akaingia kwenye hiki chumba. Gerard alinikumbatia, akaniambia, nisamee mke wangu, nakuomba sana unisamee. Mambo yamekuwa magumu kiasi kwamba simwamini mtu yoyote kwenye hii dunia. Mambo yamekuwa magumu mke wangu, simwamini mtu. Nimefanya hivi ili kukulinda na hao watu ambao wananitafuta. Najua wataniumiza kupitia wewe, na ndio maana nimeigiza hivi, wajua kwamba wewe na mimi tuna ugomvi, lakini hakuna kitu mke wangu. Mimi siwezi kugombana na wewe, najua una mimba yangu umo tumboni mwako. Hapo kwanza nilishusha pumzi, nikamwambia niliogopa sana baby. Mke wangu, wewe ndio kila kitu changu na nitafanya lolote kukulinda. Nikamwambia sawa mpenzi, asante. Naomba utakaa humu kwa siku kadhaa na kisha utatoka, sawa? Nikamwambia sawa. Lakini mme wangu, hewa ya huku kwenye handaki ni nzito mno. Kwa hali yangu ya ujauzito, kwani huwezi kunitafutia sehemu nyingine baby tofauti na huku? Utarudi chumbani, wala hata usijali. Msikilizaji, hapo mimi sikutaka kabisa kubaki humu kwenye ile handaki. Sasa mimi nitashiriki vipi kuweza kumumbua huyu mbaba? Nikasema sasa Gerard, najua unataka sana kutimiza lengo lako, ila huoni kama utawapa watu viulizo vingi kuhusu wake zako na kuwapoteza. Na kwa haya yanayoendelea, unanihitaji mimi nije mbele kuweza kukutetea, wajue kwamba sio kweli. Sasa unaanza kuonesha kabisa kwamba tuna ugomvi. Si ndio atasema kwamba ndio yasemwayo ni kweli, na ndio maana hata mkeo huelewani naye. Jamani, kwa nini unifiche Gerard? Ila kweli mke wangu. Hapo nikamkumbatia kiwongo na ukweli, nikamwambia bebe, unanihitaji mimi sana kwenye siasa zako kwa wakati huu kuliko wakati mwingine wote, ila tubadili tu mfumo sasa. Mambo muhimu yote tuongelee chumbani, na nakuomba uniamini, nikupe mbinu ya kutoka kwenye hili jambo hili la mdogo wako. Nitakwambia tunalimaliza vipi, sawa? Kweli mke wangu utafanya hivyo? Nikamwambia ndio mme wangu. Okay sawa, naomba uniamini, mimi nitakuwa salama. Okay sawa. Wewe sio kulaumiwa kuhusu Diego, huna baya zaidi, uliniokoa tu mimi, hivyo ulitenda wema. Sawa mpenzi, usije kuwaza vibaya. Okay sawa mpenzi, mimi nimekuelewa. Na kuomba ukae humo mke wangu, baada ya masaa mawili nitakuja kukufuata. Nikamwambia okay sawa. Hapo nilifurahi kwa mara ya kwanza. Niliona jinsi gani Gerard alikuwa amechanganyikiwa na hajui nini afanye. Huyu akipigwa vizuri huyu, mbona atanyoka tu mshenzi huyu? Alitoka hapo, mimi nikapiga hesabu nini ninachotakiwa kufanya. Nilifikiria sana kusema ule ukweli. Ukweli wa huyu baba, machafu yake yote yanatakiwa yajulikane. Yanatakiwa yajulikane kuhusu ukatili wa huyu baba. Na hata nchini kwangu Tanzania inatakiwa ijulikane yote aliyofanywa mpenzi wangu Diego. Lazima video nilizonazo ziende mtandaoni na kuhusu mauaji yaende nayo. Maana huyu ni mtu mkubwa, tukipeleka sheria hawezi kufanywa kitu. Hivyo ni lazima tutumie mtandao, nguvu za watu wengi ndio zitamua maamuzi. Kwani kama mawaza mengi, muda ulipita kidogo. Sasa akaja nani? Akaja Wati huyu ndo mlinzi mlinzi mkuu wa Mheshimiwa Rais. Alipokuja alikuja kunichukua. Mimi sikuwa nampenda hata kidogo huyu mlinzi, maana nilijua kabisa huyu ni mtu wa Gerard kabisa. Hivyo sikumsemesha, alifungua tu kufuli na kisha akasema twende, bosi amenituma nikufuate. Nikamwambia okay sawa. Akasema kabla hujaenda na maongezi na wewe. Nikamwambia maongezi gani? Naomba uwe makini sana sasa hivi kwa kila hatua utakayoweza kupiga, maana bosi ana wasiwasi sana na hayuko sawa. Mambo hayamwendei sawa. Nikamwambia umakini wa namna gani labda? Hapo nilimuuliza kwa sababu sikutaka kujionesha kwa Watts ya kwamba mimi nina issue. Huyu ni best friend sana wa Mr. Gerard. Watts akasema najua kila kitu kuhusu wewe na Meris. Hapo nilishtuka, nikamwambia wewe unaongelea nini wewe? Mimi ni mtu ambaye kila kitu kinachoendelea hapa najua. Na ningekuwa sipo upande wenu, hakuna ambacho ungefanya. Maana mimi ndo mtu niliyekuwa nachukua ujumbe kwa Meris na kukuletea wewe. Mimi sikumwamini alivyosema hivyo. Nikamwambia okay.
Unajua sikumwamini kwa sababu gani? Asije kuwa ananichota huyo akili afu mwisho wa siku mipango yangu ikavurugika. Akachukua simu yake akanaonesha video ya kijana akiuawa na Gerard. Nyeni nilishtuka. Akaniambia unamwona huyu? Huyu mimi ni mdogo wangu wa damu. Kisa tu alikuwa karibu na mchepuko wa Gerard. Ndio akamuua. Tena alimuua mbele ya macho yangu. Huyu mlinzi akanionyesha video nyingine za mauaji ya Gerard. Kumbe alikuwa na mrekodi hadi mauaji ya yule mganga. Akaniambia nimetumiwa na huyu mjinga kwa muda sana. Nilikuwa na miaka kadhaa kusubiri kipindi hiki. Sasa ni wakati wa sisi kushikamana na kufichua maovu yote ya huyu jamaa. Na tuhakikishe hashindi urais kwa awamu nyingine. Akishindwa aende jela. Vinginevyo ana kundi lake la wahuni wana silaha na ana msaada wa rais wa nchi nyingine hizo za jirani. Kwa hiyo watatumaliza. Nikamwambia kwa tunafanyaje? Acha kwanza. Hapa kinachotakiwa kwa sasa hivi ni kumtorosha Meris. Nikamwambia tunamtoroshaje? Hapo huyu mlinzi Watts akanipa kichupa fulani hivi, akasema humu kuna dawa kali mno ya usingizi. Hakikisha unamwekea Mr. Gerard kwenye chakula. Akilala mimi nitamaliza kila kitu. Nikamwambia lakini Watts, wewe ndo mtu ambaye unaonja chakula chake. Uone kwamba utakula na wewe afikisha na wewe utalala. Na alijua hilo. Wewe weka upande mmoja kisha upande mwingine mimi ndo nitaonja. Nikasema lakini ni hatari ujue. Najua ni hatari na dawa itachukua muda kidogo tu kufanya kazi. Hivyo lazima uwe naye jirani. Tumia wanamke wako wote kumshawishi abaki chumbani. Nikasema sawa, lakini Meris utamtoa vipi? Kila kitu kiko sawa. Tunacheza michezo yake. Na yeye hatojua kwamba Meris katoka. Maana atamkuta jela kwake akitaka. Nikasema okay sawa. Ila nyie, mimi huyu Watts kumwamini Nikamwambia Watts, unajua yani Watts kumwamini kwa upande wangu. Nyie. Nikamwambia Watts, lakini pia nataka ukweli kuhusu Diego wangu ujulikane nchini kwangu. Nina video za uthibitisho za yule kapteni. Hapo Watts akacheka, akasema una ushahidi huo tu. Mimi nitakupa sasa ushahidi mwingine. Ushahidi wa yeye mwenyewe Mr. Gerard akitoa agizo la hayo kufanyika. Na akawa anasisitiza Diego auawe. Nikamwambia okay sawa asante. Tunaanza na la Meris maana ni kubwa. Na huyo alipendwa sana na wananchi. Hivyo kujua yuko hai na alifichwa kutafanya wananchi wamkasirikie sana Mr. Gerard. Nikasema sawa. Kuanzia sasa mimi nitakupa maelekezo rasmi sawa. Nikamwambia okay sawa. Na je vipi Latifa yuko wapi? Yuko kuandaa mazingira na kufanya hizi kazi za kusambaza habari. Wala hata usijali, Latifa yuko sawa. Nikamwambia okay poa. Kwa tulitoka mule, akanipeleka mpaka chumbani kwa Gerard. Nilimkuta anazunguka tu huku na huku. Alivyoona Gerard akaniambia baby, mambo yanaharibika. Nikamwambia kwa nini? Kuna kitu nilifanya zamani sana. Kimewafikia waandishi wa habari. Nikamwambia kitu gani? Hapo Mr. Gerard akachukua simu yake akaonyesha video ya yeye akimpiga Diana huku akisema kwamba sitaki hiyo mimba, nataka itoke. Siwezi kuzana takataka wewe. Mimi ni mheshimiwa, leo nakuua. Nilipotazama hii video nilijua hii video Diana alishaniambiaga, lakini nikajifanya kama mimi nashtuka. Afu hapo nikajinunisha, nikamwambia Gerard, kumbe siku zote hizi unanipa huyo Diana awe mlinzi wangu. Kumbe ni mwanamke wako na mpaka na mimba yako. Kwa hiyo Gerard ulikuwa unanichola au ulikuwa unaniagana na mimi Gerard? So hivyo mke wangu. Nilikuwa mimi na Gerard. Kabla hajamaliza sentence yake nilimkatisha nikamwambia, una mambo mangapi na yotakiwa kuweza kuyajua Gerard? Au nisubiri mtandaoni kuweza kuyajua yote? Sina manake. No, huwezi nitania Gerard. Hapo msikilizaji, nikajifanya na hasira, nikatoka chumbani, nikaanza kuita Diana, Diana. Diana naye akaja pale mbio mbio nyuma yangu. Gerard akawa ananifuata. Nilimkaba Diana. Nikamwambia malaya, kumbe ulikuwa unatembea na mume wangu, alafu ukakubali kunilinda. Ulikuwa unataka nini? Ulikuwa unataka kuniua ama ni nini? What? Yule mlinzi mkuu wa Mheshimiwa Rais aliwafukuza walinzi wengine wote, tukabaki mimi, yeye, Diana na Mr. Gerard tu. Diana akasema samahani, sikuwa na nia mbaya. Nilikuwa nahitaji chakula na kulisha familia yangu. Hii ni kazi pekee ambayo mimi ninayo naitegemea. Nikamwambia Diana, wewe ni mnafiki mkubwa. Hapo nikamzaba kibao. Nikamwambia Diana, unawezaje kukaa pembeni yangu huko ukijua kabisa unatembea na mume wangu Diana? Na ulikuwa na sababu gani ya kuja kufanya kazi na mimi? Nisamee, sikuwa na lengo baya. Naomba niondoke. Nikamwambia nini? Uondoke? Unaondoka vipi? Diana, najua ulimtaka mume wangu ukijua kabisa atakuoa wewe.
Au ulijua labda atakupa maisha na ndio maana ukawepo hapa? Si maana yake. Sasa iko hivi, utajirekodi ukisema yote hayo ni uongo na hizo video zimetengenezwa. Unanisikia? Hiyo video utairusha mtandaoni, umsafishe mume wangu. Unanisikia wewe malaya? Vinginevyo utanijua mimi ni nani. Hapo toi mguu. Utakaa jirani na mimi kama ulivyokaa mwanzoni. Tofauti ya sasa ni kwamba mimi na kuangalia wewe. Shika hiyo simu. Hapo nilikuwa namsema Diana yani kama vile simjui, ili mpango wangu uende sawa. Watts akasema samani mheshimiwa, hilo hata kama akifanya halitowezekana, maana video ilirekodiwa na kamera ya kawaida sana, hivyo kila mtu anajua ile video ilikuwa ni ya ukweli. Kwa hiyo tukifanya hivyo tutaharibu zaidi, watajua tumemtisha huyu na tutazidi kuchafuka. Tuliliangalia hilo mapema sana. Siku hizi watu wamesoma, wanajua kutofautisha uongo na ukweli hata kupitia tu mitandao. Nikamwambia Watts, kwa hiyo tunakaa tu hivi hivi huku mume wangu nikiendelea kuona anadhalilika mitandaoni? Akiendelea kuonekana ni mnyanyasaji wa wanawake. Mnadhani kwamba ni nzuri hii? Kwa kipindi hiki cha kampeni kwa mume wangu mnadhani hii ni nzuri? Watts, mbona ni mtaalamu? Mbona mume wangu anakuamini sana? Nilipokuwa nasema hivyo, hapo nilikuwa najionyesha niko upande wa Mr. Gerard ile mbaya. Watts akasema kila kitu kitakuwa sawa madam. Tuna mpango wa kuja nao kipindi cha kujinadi. Nikasema okay sawa. Hila huyu Diana atakaa hapa na mimi na nitamtizama kila hatua. Simwamini kabisa na ana adhabu yake. Itakuwa hapa hapa. Hata mume wangu pia kichukua uongozi tena, atakuepo hapa hapa na utalipia kila usaliti wako. Na labda Diana, hebu niambie mara ngapi umenizunguka na umelala na mume wangu? Ili hali mimi nikiwepo, nataka uniambie ukweli. Hapo Diana akaniambia, madam, sijawahi hata siku moja. Tangia kwa wewe haijawahi kutokea. Nikamwambia nitajua tu mshenzi mmoja. Kuanzia leo swala la chakula nasimamia mimi mwenyewe. Siwezi kukuamini Diana. Hapo nikaingia chumbani huku nikijifanya nalia, yani nimeumia vibaya mno. Sasa Gerard akaja kuniomba msamaha. Nikamwambia Gerard, unampenda sana wewe Diana? Ulikuwa unaenjoy naye sana, si ndio? Mpaka mimba kweli. Kwa hiyo mimi kumbe sio wa kwanza kukubebewa mimba. Na kila ukimwona unakumbuka penzi lake. Sina maana yake mume wangu. Sikiliza mke wangu. Mimi hapa sijawahi kumpenda Diana. Ni yeye tu alikuwa anajileta na mimi tamaa ndo ikawa hivyo, lakini sijawahi kumpenda hata kidogo. Nikamwambia imeniuma sana. Sikutegemea mnifanyie hivyo. Unajua mke wangu, sijui niseme nini au sijui nifanye nini unisamee mke wangu. Nikamwambia kama kuna lingine naomba uniambie mapema ili nijue, niumie na yote ili nisishtuke kama sasa hivi. Mke wangu, mimi sina siri nyingine, naomba uniamini. Nikamwambia hivyo unafikiria kwamba ni nani anaweza kuwa na kufanya yote haya? Sijui mke wangu, japo nadhani ni makamu wangu, maana amebadilika sana na nimesikia anaungana na watu kuweza kunimaliza. Nafikiri ndo aliyenichunguza. Nikamwambia natamani kujua zaidi kuhusu wewe na Diana, ila sio kwa sasa. Mmoja kwanza upate ushindi, alafu tukienda kwa mapumzikoni ndo utaniambia. Kila kitu nitakwambia mke wangu, ila kwa sasa naomba tuwe makini mke wangu. Watu wanataka kuniumiza kiasi kwamba simwamini mtu zaidi ya wewe na Watts, basi ndo watu pekee ndo nawaamini. Nikamwambia na huyo Diana je? Namwamini pia. Nikamwambia baada ya kumfanya yote hayo unamwamini, si ndio? Anajua kabisa alisubiri nimelewa akanifanya nilale naye na akapata mimba bila mimi kutaka. Na yeye ndiye aliyeweza kuomba msamaha. Sasa anajua alikosea na hajawahi kuwa kinyume na mimi. Nimemjaribu katika mengi. Nikamwambia okay sawa. Hapo kichwani mimi nikawa najisemea, baba hongo hili. Baba liongo ile, hajui kama mimi najua kila kitu, mjinga huyo. Nikasema naomba nikasimamie chakula. Maana ushasema maadui ni wengi, hivyo ni bora tu niwe macho, na kuhusu huyo Diana mimi simwamini, hivyo nitashughulikia chakula mimi mwenyewe. Okay basi sawa mke wangu. Hapo nikatoka mpaka jikoni. Nilikaa huko nikitazama upishi. Walimaliza pale, wakaandaa pale, kisha mimi nikatia ile dawa alikuwa amenipatia ule Watts. Nikatia dawa kwenye bakuli ya mboga ambayo Gerard anaipenda sana. Nikaitia ile dawa kwa umakini mkubwa mno. Nilimpigia simu aje, akasema sawa. Alikuja nikampakulia chakula. Huku Watts na Diana walikuwa wamesimama pembeni. Niliweka mimboga kibao ale akazime huko mpumbavu huyu. Nikamkaribisha pale. Watts alisogea kutaka kuonja. Gerard akasema mke wangu kasimamia hiki chakula. Nina uhakika kiko salama. Watts, haina haja ya kuonja chakula. Haina haja kuonja mapishi ya mke wangu. Watts akasema sawa mheshimiwa. Gerard alichota kile chakula, akasema mke wangu karibu, naomba wewe uwe wa kwanza kubariki hiki chakula.
kula kwanza na kisha mimi ndo nile. Pale alinyosha mkono wake uliokuwa na kijiko, huku mimboga kaijaza kwenye mijiko. Ui, Mungu wangu, kimbembe. Kwenye mboga mimi ndo nimetia dawa. Sasa itakuwaje? Hapa nafanyaje kuliepuka hili? Mnajua nilijiuliza sana. Nikazuga hapa alafu nikacheka. Nikamwambia mume wangu, uniamini au ni vipi? Sasa ungemwacha Watts aonje kwa chakula. Hapo niliongea kuna mtizama Watts sasa. Maana ndiye aliweza kunipa kile kichupa cha dawa nimpe huyu mbaba. Watts alinionyesha ishara ya kwamba nile. Nye nilitetereka moyoni. Huyu Watts anataka mimi nizime ama ni vipi? Gerard akasema nakuamini mke wangu, nataka tu ushow love mpenzi, kwani kuna ubaya? Haya, hiki hapa, kula chakula kidogo. Mimi nakula kijiko cha pili. Uone ni upendo, hebu kula. Nikamwambia okay sawa. Alikula kile chakula na kisha akanichotea tena kingine akanilisha mimi. Mimi nikapokea mdomoni huku nikiwa nina wasiwasi. Nilitumia muda kukizungusha kile chakula mdomoni. Sikimezi. Ndo baadaye nikaja nikakimeza kwa shida sana. Mara alikuja mtu wa jikoni, akasema mama, uliomba chai iko tayari, je nilete? Mimi nilishangaa. Maana mimi sikuagiza chai wala nini. Nilimtazama Watts akanipa ishara ya kwamba nikubali ile chai. Nikajua yes, mpango huu. Huenda hiyo chai ikawa ina dawa ya kukata hii dawa ambayo ya usingizi. Gerard akasema unataka chai mke wangu? Nikasema ndio. Kijacho nataka chai leo. Hebu niletee haraka. Au na wewe unataka mme wangu? Hapana, mimi siwezi kunywa chai. Nikila hapa nitapata whisky kidogo. Nataka nikapumzike leo. Nikamwambia okay sawa. Nitakutengenezea cocktail basi. Okay sawa mke wangu. Kwa nililetewa ile chai nikanywa yote kwa haraka na kisha nikapakua chakula changu peke yangu nikaanza kula. Tulimaliza pale kula tukaenda chumbani sasa na Gerard. Muda wote nilikuwa namwangalia. Atazima saa ngapi? Nilimtengenezea mchanganyiko wa mipombe mikali, nikaweka na barafu kiasi nikampa. Basi akawa anakunywa huku na mkandakanda miguu, lenyewe likali na guna tu. Hajui mimi moyoni mwangu jinsi gani nilivyokuwa namchukia, hajui. Likanywa huku linanipa mikakati ya kampeni yake. Mimi nilikuwa niko mbali hata simsikilizi. Mara likaanza pale kuongea vitu visivyoeleweka. Hilo likazima gudu. Nilikaa kama dakika 15 hivi limelala kimya. Nikalipima kwa kuligusa, nikalisukuma likawa liko kimya. Nikamtumia message Watts, nikaandika tu bwana tayari. Watts akasema poa. Nilitoka na mimi nikaenda nje, nikamkuta Watts anaongea na simu. Akaenda pale kustopisha kamera na kisha akasema twende. Tulienda kule shimoni tukasimama. Mara waliingia watu walikuwa wamevalia nguo za maganda, wako kama 15 hivi walikuwa wamesimama. Watts akasema huu muda ndio huu, fanyeni chap sana. Wale majamaa wakasema sawa. Wale majamaa waliingia kwa ndani tena. Kumbe Maris walimhamishia kwa ndani kabisa. Wakatoka na Maris akiwa medhohofu sana, ana mabaka na madoa. Mjua mpaka nilishangaa. Mbona nilimsikia akikubaliana na Gerard amlishe vizuri lakini na hali mbaya mbona? Nikasema Watts, mbona yuko hivi? Hali yake sio nzuri jamani. Mbona Gerard aliahidi kumtunza? Watts akasema utaelewa soon, ila kwa sasa hebu tuondoke haraka. Kuna kitu huku tunataka kufanya. Nikasema kitu gani? Akasema tunawasha moto huku. Ile akiamka yule mmeo ajue kabisa Maris aliungua na moto. Mimi nikacheka nikasema ila mna mahesabu makali nyie. Akasema ni lazima ili tufanikiwe. Nikasema lakini lazima atatafuta tu mwili au mabaki yake. Watts akaniambia usiwe na shaka, atamkuta Maris na DNA yake. Nikasema sawa. Basi walimwaga pale mafuta kote huko kwenye andaki huko chini. Akaja mtu mwenye maski mwingine kabisa, akaja na mfuko ni kama kabeba mtu. Akaingia nao kule alikokuwa Maris na kisha karudi mikono mitupu. Watts akasema hilo eneo ulitumia sana kutesa watu, lazima tulichome moto na kisha lipotezwe. Nikasema ni kweli, fanyeni hivyo. Kweli tuliondoka wakachoma moto kule kwenye lile handaki. Watts alipigiwa simu aende uwanjani, tukaenda. Alikuta wale watu wakiwa na maski na Maris akawaeleza gari lipo. Akasema kuna polisi watawaendesha na kuwatoa mageti yote. Wale majamaa wakasema sawa. Kwa walimbeba Maris wakaondoka naye. Watts akaniambia kwamba nimnyweshe ile chai ambayo mimi nilikuwa nimepewa, kwa sababu ile chai ina dawa ya kumrejesha chap Gerard. Sasa akaniambia endapo tukiendelea kumwacha Gerard katika ile hali mpaka kesho yake, na akija kuamka atashtuka, ataona kama kuna kitu alipewa, lakini mnyweshe hiyo chai, atashtuka fast, ataona kama ni pombe. Nikamwambia poa. Na akaniambia ukishampa hiyo chai unitext ili mimi niibue taharuki ya moto. Nikamwambia okay poa. Kwa nikarudi room, nikaletewa hiyo chai, nikamuita pale Diana, nikamwambia huyu kalewa sana.
na anapumua vibaya, hebu tumnyweshe hii chai. Diana akasema sawa. Kwa tulisaidiana pale tukamnywesha kama vile mgonjwa mahututi. Kisha mimi nikamwambia Diana aende chumbani kwake. Diana akaenda. Nilimtumia message WhatsApp ya kwamba bwana tayari nimeshamnywesha chai. WhatsApp akajibu sawa. Mimi nikakaa kama dakika 10. Palikuwa papo kimya, lakini Gerard alianza kugeuka. Nikahisi dawa imeanza kufanya kazi. Nikamtumia tena message WhatsApp kujibu, ila nikasikia purukushani nje kama watu vile wanakimbia. Nikasema nini iko? Nikataka kutoka, mara simu yangu iliingia ujumbe. Alikuwa ni WhatsApp, akaniambia usitoke kwanza, muamshe huyu utoke naye. Nikasema sawa. Kwa nilianza kumtikisa Mr. Gerard kumwamsha. Nilimtikisa amki, anaitikia tu. Nikachukua maji baridi nikamwagia, ndo akakurupuka, lakini akawa ameshika hivi kichwa. Akasema kichwa kinaniuma sana, kuna nini? Nikaambia naonaje nje kuna mapurukushani huko, tukaangalie. Akasema kichwa kinaniuma sana, kwani kuna nini? Nikampa ile chai akanywa. Nikaambia ile pombe kali haijakupenda naona. Nafuu sasa hivi, twende basi nikaone. Kwa tulitoka zetu pale, watu wa zimamoto wanapita. Gerard akashtuka, akasema nini kimetokea? Mara akaja WhatsApp kawa mweusi, ana moshi vibaya mno. Akasema boss, tumeshtuka tu, moshi inaonekana ulianzishwa kule chini. Gerard alishtuka, akasema nini? Moto umeanza kule chini kwenye andaki? Vipi kuhusu Mary's? WhatsApp akasema nimeenda na watu wa zimamoto, lakini hatujaweza kuokoa kitu. Hivyo inavyosadikika kuna miili 3 imeokotwa. Ndio nimewaambia wasubiri ili nikujuze kama kunahitajika kupima DNA au mavipi. Hapo mimi nilimtizama WhatsApp alivyokuwa anaongea, mimi mpaka nikatabasamu. WhatsApp alikuwa na akili sana huyu mjinga. Alitangaza Mary's kafa, hivyo hawezi kupima DNA hata iwaje, maana siri yake Mr. Gerard sitafichuka. Sasa apime DNA ya nini? Gerard akasema hatuwezi kufanya hivyo WhatsApp. Unajua kabisa sababu ya kutokufanya hivyo. WhatsApp akasema sasa tutajuaje kama ni Mary's, maana nina uhakika wale wawili ni walinzi. Gerard akasema mbona mambo yanakuwa hivi lakini? Mbona mambo yanakuwa hivi? Au ndio Mary's kanikomoa? Hebu nitoe polisi wa zimamoto. Kweli WhatsApp akaenda akamuita yule polisi akaja naye pale. Gerard akamuuliza kuhusu ile miili aliyokuwa ameikuta. Yule polisi akasema miili aliyoikuta ni ya mwanamke na wanaume wawili, ila wameteketea vibaya mno, hawatambuliki. Gerard akasema hiyo miili isitoke nje, safisheni kila kitu, miili hiyo ikafunikwa kwa maporini. Yule polisi akasema sawa. Mr. Gerard akasema ngoja kwanza nikapumzika. Kwa tuliingia ndani, lakini alikuwa na mawazo sana. Nikamwambia pole mme wangu. Pole ya nini mke wangu? Hakuna cha kuhisi pole hapo. Mimi sikutaka kumuua kwa mikono yangu yule mwanamke. Hivyo kama kafa ni yeye tu, na sasa hivi hakuna kikwazo wala maswali kuhusu ndoa yetu. Mimi nilimtazama huyu mbaba, ni mtu mkatili sana. Mnajua niliumia. Hata kama ni uongo lakini niliumia. Polisi walisafisha pale. Jambo ambalo lilifanikiwa, pakawa pako kimya. Na nakumbuka siku moja Gerard alienda kwenye kampeni. Hapo zilikuwa zimebaki ziara kama 2 tu amalize kampeni zake. Mimi kama kawaida nilikuwa niko nyumbani namsikilizia WhatsApp na mipango yao, huku nikiwa nafuatilia kwenye TV kama nilivyokuwa nimeambiwa. Hivyo nikawa nawatizama hao walioenda huko kwenye kampeni. Nilikuwa niko na Diana. Mara alisimama Gerard kujinadi na kuomba kura, na kisha kipindi cha maswali akaulizwa swali na mtu mmoja. Yule mtu aliuliza swali hivi kwamba mheshimiwa, kumekuwa kuna minong'ono kuhusu wewe kunyanyasa wanawake, ikiwemo video za kumpiga mwanamke anaitwa Diana hadi akapoteza fahamu, na pia kumekuwa kuna tata juu ya mkeo Mary's, mkeo halali wa ndoa anayesemekana amefariki kifo cha mchongo, ambapo hakuna mtu aliyeona maiti yake, kinyume na taratibu za nchi. Hili mheshimiwa, unaweza kutuambia kuhusu hilo, na unawezaje kutuhakikishia kwamba ukishinda wanawake watakuwa ulimwengu salama, maana wewe mwenyewe pia ndio kiongozi wa kuvunja haki zao? Hapo Mr. Gerard alimtazama yule mwandishi. Huku sebleni mimi nilitazamana na Diana, na kisha tukaendelea kuangalia tukisubiri jibu la Mr. Gerard. Mr. Gerard alifuta jasho na kisha akasema mimi ninapenda wanawake, na kwa kuonesha hilo nitawapa nafasi nyingi kwenye sekta mbalimbali. Kuhusu kumpiga yule mwanamke sio mimi, ni video za kutengeneza pia. Na kuhusu marehemu mke wangu Mary's, hapo Mr. Gerard alisita kidogo, akafuta machozi eti mimi na Diana tulicheka huku tukipenda tunaangalia TV. Maana eti anajikaanga na aliambiwa ile video ni ya kweli, haiwezekani aseme ni AI. Basi eti akaendelea pale kuongea, kama Mary's alikuwa ni mke wangu, nilimpenda sana,
aliumwa akavimba mno. Sikutaka watu wamwone kwa vile sababu yeye alikuwa ni mrembo na alipenda urembo, siku zote alitaka aonekane mrembo. Kosa langu ni kuficha uso wa mke wangu kama alivyotaka. Eti nauliza sasa, kabla hajamaliza video bwana, ikaruka kwenye TV na projector za ukumbini hapo zilionyesha Marys akiwa hospitalini kitandani, tena ilikuwa iko live kabisa. Mimi na Diana mpaka tukatazamana. Gerard na yeye kule alishtuka, watu nao wote kwenye hiyo ziara yake walishtuka, wakasema jamani, Marys mbona yule pale anaonekana pale? Wakaanza makelele, lakini walikatishwa na sauti ya Marys, maana ziliunganishwa na speaker ili anayejinadi asikike. Marys akasikika pale kwamba habari ndugu zanguni, mimi Marys kama mnavyoona nipo hai na ni mzima, napumua, japo hali yangu sio nzuri kwa sababu ya mateso niliyokuwa napatiwa baada ya kutekwa na huyu anayejiita anapenda wanawake. Alinizushia kifo nikiwa hai kwa sababu ya tamaa yake madaraka. Nilijua siri zake nyingi sana na ndio maana akaamua kuweza kunifungia chini ya ardhi kwa miaka niteseke, huku yeye akiwa ameoa binti wa nchi jirani. Video za mateso yangu zitawajia mitandaoni kote ili muone mnataka kumpa kura nani wa kuweza kuiongoza nchi. Na kingine mnisaidie watu wangu, mimi ni mke halali wa ndoa huyo muuaji. Sijai kuachwa kwa taraka na niko hai. Hivyo najua kwa sheria za nchi yetu kiongozi mkubwa ni kuwa na mke mmoja kisheria ambaye anajulikana na kupitishwa, na mimi nimepitia yote. Hivyo nastahili nafasi yangu, nastahili heshima kama mke wa rais ili nipate stahiki yangu, na sio huyo mwanamke fake anayekula na kulala Ikulu huku akiwa anapewa hadhi yangu mimi. Najua sheria zipo juu ya adhabu ya kukidharau kiti, kwa naombeni mpaze sauti, huyo ni muuaji. Amtoe yule mwanamke feki kule Ikulu haraka, hastahili lolote kwenye hii nchi. Na kwanza yule mwanamke sio nchi hii, ni mtu haramu, maana hata karatasi za uraia ana cheti cha ndoa feki na nasikia ni mjamzito. Nitawapasulia ukweli wa ujauzito huo kwenye mitandao ya kijamii ili mjue kila kitu mara tu nitakaposhuka hapa kitandani, na nitawaeleza kila kitu kuhusu huyo mwanamke feki na nia yake haswa, tena kwa vithibitisho. Aliposema hivyo mimi moyo wangu lidunda. Ina maana Marys kanigeuka ama vipi? Mbona kama vile ananivika uadui? Na kuhusu hii mimba, anaenda kusema ukweli ya kwamba hii mimba sio ya Gerard. Mimi Gerard si ndo ataniua. Sasa nikaanza kujiuliza, kwa nini nilimwamini Marys? Wamenigeuka, na ndio maana hata Watts pia hajanipa zile video za Gerard kutoa amri juu ya Diego. Mama wewe, inafanyaje mimi? Naondokaje hapa? Pamejaa usalama. Naenda wapi mimi kutoa pesa? Napita wapi? Wananchi mimi wananijua, wanapenda drama. Najua hii imetrendi sana, maana Marys alikuwa yuko live mtandaoni, dunia nzima inajua. Sasa mimi najificha wapi mimi? Nyinyi nilishika tumbo langu huku machozi yakinitoka, na nikakumbuka na vile yuko live, basi na Diego ndo atakuwa kajua kuhusu hii mimba. Hivi Diego mimi ndo atanielewa kweli? Mungu wangu. Bora msikilizaji, mambo ni mazito kweli kweli, lakini mpaka hapo sehemu ya 10 inafikia tamati. Tukutane katika sehemu ya 11 tupate kujua nini hasa kitakachoweza kuendelea mara baada ya Marys ambaye ndo mke halali wa Mr. Mlige kuzungumza ukweli wote, na amesema atakapotoka tu pale kitandani atazungumzia juu ya mimba aliyokuwa nayo Aniela. Sasa Aniela, hii mimba Diego haijui, japokuwa ni mimba ya Diego, lakini Aniela hakuwahi kumwambia Diego kama ana mimba yake. Sasa itakuwaje? Ni patamu hapo, ni pazito hapo. Bwana, tukutane katika sehemu ya 11. Mimi naitwa Anko J Simulizi.